No turning back. Always the course of the Lord is forward. No turning back. Whatever the situation is, I shall never turn back. Baba, ninakushukuru kwa upendo wako. Baba, nakushukuru kwa nguvu zako. Asante kwa ajili ya uzao wako. Asante kwa ajili ya madhabahu ya saa ya urejesho. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa matendo makuu Mfalme. Asante kwa kibali chako Mungu wa mbinguni. Asante Roho Mtakatifu uliye mwalimu na kiongozi wa kweli. Ninatamka sasa uwepo wako. Natamka kwa jina la Yesu. Natangaza uwepo wako mahali hapa. Natangaza neema yako na kibali chako. Asante kwa ajili yetu ambao tupo kwenye madhabahu. Nakushukuru kwa ajili wanaotufuatilia mahali popote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, natamka kuhifadhiwa na kutunzwa. Neno hili ni neno la uzima Bwana. Neno hili ni neno la wokovu Mfalme wa wafalme. Baba, asante kwa sababu tupo kwa ajili ya kutambua ile neema na nguvu ya msalaba. Katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa sawasawa na Wakorintho wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 18, kwa maana neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa na ni nguvu ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo ninatamka ulimwengu mpya. Natamka ulimwengu wa kuishi. Natamka ulimwengu ulio bora. Kwa jina la Yesu Kristo imekuwa atakuzidi. Watu sema amen. Amen. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa matendo makuu. Asante kwa matendo makuu. Asante kwa nguvu na afya. Asante kwa nguvu na afya. Asante kwa ajili ya kuniponya. Asante kwa ajili ya kuniponya. Nakushukuru kwa ajili ya ule msalaba. Nakushukuru kwa ajili ya ule msalaba ulioubeba kwa ajili yangu. Ulioubeba kwa ajili yangu. Na leo ni siku ya pili. Na leo ni siku ya pili. Kwa ajili ya urejesho wa familia. Kwa ajili ya urejesho wa familia. Natangaza kurejesha familia. Natangaza kurejesha familia. Narejesha uzao wangu. Narejesha uzao wangu. Narejesha heshima yangu. Narejesha heshima yangu. Narejesha heshima yangu. Narejesha heshima yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hebu kaa kwenye kiti mara moja wakati niendelee kukuambia jambo la muhimu sana. Asante sana Pastor Dorcas. Nakushukuru sana. Asante Apostle. Tafadhali nisetie vizuri kwa sababu leo tunatengeneza siku ya pili. Eko imekuwa ni kubwa sana. I don't know what is nini. Ni vizuri kaeka vizuri kabisa kwa sababu maelfu ya watu wanatufuatilia hapa na sisi tumekuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Labda niseme hongera sana kwa wewe ambaye umehudhuria kipindi hiki, hasa wewe ni kiongozi. Nimetuma message kwa kusudia kabisa kuona siku zangu zote za siku 20 nitakazosimama, basi nitasimama na viongozi wangu. Nitasimama na wachungaji, nitasimama na mitume, nitasimama pia na manabii na wale wote ambao wangetamani kuambukizwa hiyo nguvu, kwa maana nguvu ya kurejesha, basi hawataweza kukaa nyumbani. Tunapoingia kwenye fasting kama hizi, uhitaji kumalizia maombi yako home. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uko vitani, ni vizuri ukaja kwenye madhabahu. Baada hapo uambiwe nini ambacho unahitaji kukifanya, sio hivyo, kwa ajili ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda mrefu nimekuwa nikitamka na nikimwambia Mungu aweze kurejesha uzao ambao Mungu mwenyewe amenipa, kwa maana uzao wa kiuno changu na uzao wa kiroho. Napoelezea uzao wa kiroho, naelezea wewe ambao umenizunguka hapa na wengine wanaonifuatilia kwenye mitandao. Wamekuwa wamepata neema kubwa sana wakinipigia simu na namna gani Mungu anavyotenda kwa ajili ya maisha yao. Lakini pia nikasema kwa sababu tupo kwenda kuangalia ile nguvu ya msalaba, tukasema ni muhimu sana kwa makini kujifunza ili ujue kwamba ni msalaba gani unaotumikia. Kuna misalaba mingi sana ambao watu wanaitumikia na wakati mwingine nadhani ni msalaba wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna nguvu nyingi ambazo kwenye hii dunia watu wanatembea, watu wanaishi, watu wanafanya biashara wakizana wanamtumikia Yesu Kristo,
lakini pana siri kubwa sana. Shetani huwa anatenda kazi kwa hila nyingi sana yenu. Yaani unaweza ukafika mahali kwa safari zako zote ukasema unamtumikia Yesu, kumbe sio. Nyuma ya hicho unachokiona kuna mtu mwingine, kuna nguvu nyingine. Na wakati mwingine unaosema, kwa nini mimi naenda kanisani muda wote, natoa sadaka, natoa mafungu ya 10, mbona mambo hayaendi? Sasa leo episode ya pili, kwa sababu jana tuliangalia tu ile the power of cross, lakini leo tutaangalia msalaba wa hukumu, inaitwa the cross of judgment. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia pale kwa sababu ndio inatuhusu. Tuna misalaba iko mingi sana kule mbele, lakini tutaangalia ni namna gani unaweza kujijua kumbe upo kwenye msalaba gani. I don't know kama unaelewa Josephina. Unaweza kushangaa unaishi na unaenda kanisani kama ilivyo, kumbe unautumikia msalaba ambao si huu ambao Yesu Kristo mwenyewe aliweza kubeba na akasulubishwa nao. Naongea kwa utaratibu kwa sababu tayari tulishafanya maombi, na Mungu akupe nafasi ukitoka hapa sasa, Roho Mtakatifu akupe hasira, si ndivyo? Kwenda kufanya prayer mingi, si ndivyo guys? Prayer nyingi sana kuliko, si ndivyo Apostle Adi? Pastor Adi, ni vizuri sana Pastor Epo. Ni vizuri sana kujua kwamba tunachoomba ni nini na nguvu gani ambayo inatusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jana nikasema Paulo alieleza wa Korinto kwamba msalaba kwao ni upuuzi, si ndivyo? Yaani kwetu sisi tunauamini, anasema ni nini? Ni nguvu. Msalaba kwa wanaotubeza kwao ni upuuzi, maana kuna misalaba mingi sana. Na jana nikasema mara baada ya anguko la mwanadamu, Adamu wa kwanza tukasema aliishi miaka mingapi? Mnataka kuangalia pale kwenye madaftari pia. Miaka 930 akafa akiwa amepoteza vitu vyote. Maana alipoteza zile divine power, zile nguvu za kiungu, alipoteza mamlaka, alipoteza uzao, alipoteza heshima, alipoteza na kila kitu. Kwa hiyo tukasema kwamba mtu anaweza akaishi kwenye hii dunia, lakini kumbe alishapoteza vitu vingi muda mrefu sana. Ndio tukaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari ule wa 26, lakini mstari wa 27 ndio kwetu tulisimama pale, kwamba tukasema kwenye mstari wa 27 Mungu akatupatia, aliwapa kibali Adamu na Hawa waweze kumiliki na kutawala, sio hivyo? Waweze kuongezeka na kila kitu. Na tukasema sisi tuliumbwa katika ulimwengu wa kiroho. Nikatoa mifano sisi ambayo tuna watoto sasa. Tukasema mimi na Alfa mwanangu tuliumbwa siku hii moja. Mnielewe vizuri sana. Sisi wote hapa tuliumbwa siku moja. Siku ile ya kwanza Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, let us make a man in our own likeness and image. Ile ilikuwa prophetically made. Tulikuwa tumeumbwa kinabii tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Mungu ni Mungu wa neema. Tukasema ni Mungu yeye anaidumu kwenye majira, unakumbuka, kwenye nyakati, sio? Lakini pia ni Mungu ambaye anaangalia nafasi. Lakini pia ni Mungu yeye anaangalia fursa. Ni nani atangulie, ni nani abaki. Kuna watu mpaka leo bado hawajazaliwa. Na jana nikasema kuna watu wamezaliwa leo, lakini kimsingi waliumbwa pamoja. Unaweza kama ukajivuna ukasema huyu ni mtoto wangu. Ni mtoto wako kwa sababu tu alipitia kwenye tumbo lako. Just imagine Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye hakupatikana kwa matendo ya kibinadamu. Tunaelewana? Lakini Biblia inasema hivi, Mungu yeye akafanyika kuwa mwana, si hivyo? Akakaa kwenye tumbo la nani? Bikira Maria, na akapewa taarifa za kweli ya kwamba ujauzito wa mke wako, sio, ni wa Roho Mtakatifu. Manake atabeba ujauzito na tazaa mtoto, na huyu mtoto ataitwa nani? Immanueli, manake Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo huwezi kushangaa sana. Narudia, huwezi kushangaa sana. Na ndio maana nikasema kwenye hatua ya mwisho kabisa nikaendelea kusema na mabinti na vijana wa leo. Nikasema unapofika mahali ukamtungisha mimba binti yoyote, unaendelea vizuri, alafu ukakusudia kuua
maanake umeua mbegu ya Mungu, umeua kusudi la Mungu. Mnanielewa, si hivyo? Tunakubaliana kwamba Mungu alituumba siku moja kinabii. Maanake binti yoyote ambaye anafanya abortion, tafsiri yake ana abort uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, hebu tuondoke hapo, tuende kwenye ule maana, kwa sababu somo leo ni fupi sana, lakini utaweza kuelewa kama sitaweka ule msingi wa mwanzo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona mwanadamu akapoteza, tukaenda kwenye ile Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 15 na wa 17. Mwanadamu alifurahia utawala na kila kitu, lakini Mwanzo sura ya 2 sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8 mwanadamu huyo akapoteza. Biblia inasema kwamba Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 9, sasa Mungu akawa anawatembelea watoto wake, na hata sasa Mungu anatenda, sio hajaacha kututembelea sisi watoto wake, kwa sababu sisi ni roho. Wewe na mimi ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Tumeonekana mwilini, sawa, kwa sababu tu ya uumbaji uliokuwepo, tulitoka mavumbini yanasema, lakini we are the spiritual man. Tunakaa kwenye jengo linaloitwa mwili. Mimi ninayeongea sio huu mwili, mimi ninayeongea ni nafsi, na kwenye nafsi tukasema kuna utashi, kuna nia, kuna nini, hisia, na vitu vyote ambavyo unahitaji kuvilinda katika dunia. Usilinde mwili kwanza, linda moyo wako. Matokeo ya mwili uliochangamka ni kwa sababu ya ulinzi bora wa moyo na nafsi uliokuwa nayo. So Mungu akupe katika jina la Yesu. Mungu akupatia neema in the name of Jesus. Kwa hiyo tukasema sasa kwa muktadha wa msalaba. Msalaba ulianzia kutokea pale Adamu alipopoteza. Tukasema Adamu wa kwanza aliishi miaka 930. Adamu wa pili akaishi miaka ngapi? 33 peke yake. Tumpigie Yesu Kristo makofi. Huyu ndo Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Adamu wa pili akakimbilia msalaba? Kwa nini kifo chake kikaenda msalabani? Tunaelewana vizuri? Ni kwa sababu Adamu wa kwanza alipopoteza, amen, akaingizwa kwenye msalaba. Halo. Msalaba, tafsiri ya msalaba kwa waliokuwa ndani ya Kristo, kwa maana msalaba wa Yesu, tafsiri ya ule msalaba wa Yesu tunasema ni ukombozi. Lakini ondoa ile maana ya msalaba wa Yesu, kwa sababu kabla ya Yesu Kristo kubeba msalaba, sivyo, kuna watu walikuwa wakiteswa kupitia misalaba, na wakati anakwenda mahali pale Golgotha, hadi fuvu la nini, la kichwa, aliwakuta watu wangapi? Wawili wako msalabani. Mnanielewa vizuri hapo? Sasa turudi kwenye ile eneo, kwa sababu najitahidi nifundishe pia kinabii unielewe. Sema amen na nguvu. Hebu sema amen na nguvu. Kwa hiyo Adamu alipopoteza ile heshima, maki tukasema alipoteza heshima kwenye ulimwengu wa moyo, kwenye ulimwengu wa nafsi yake. Heshima ya mtu haipotezwi kwenye mwili. Heshima ya mtu au kibali cha mtu hakipotezwi kwenye mwili. Kibali cha mtu kinapotezwa kwenye nafsi, kwenye moyo. Kwa hiyo tukasema akapoteza hisia na Mungu wake, akapoteza utashi na Mungu wake. Kwa maana Biblia inasema hivi, walipokula lile tunda wakajiona wako uchi. Maana yake hamna utashi tena, hamna vazi lililo bora, hamna ulimwengu uliwaficha tena. Maana ya utashi ni dignity, ni utu. Tunaposema utu, lazima uwe na uwezo wa kumheshimu mtu yoyote unayemwona mbele yako. Unahitaji pia umsikilize. Ana nafasi ya kusema, ana nafasi ya kujitetea, ana nafasi ya kusikilizwa. Kwa hiyo mtu asihukumiwe kuwa ni mkosa mpaka lijulikane kosa lake ni lipi. Nisaidie kusema amina nguvu. Kwa hiyo mara tu pale alipopoteza Adamu akajikuta ana msalaba wa utupu. Kwa hiyo misalaba iko mingi sana katika. Kuna msalaba wa kuwa uchi, kuna msalaba wa maskini, kuna msalaba wa kifo, yaani mtu anadumu kwenye msalaba huo tu, kifo. Kwenye spiritual realm, kwenye ulimwengu wa roho, mtu anabaki hapo kwenye kifo. Na ndio maana ukishampokea Yesu Kristo, kuna level 3 za ukombozi wa mwanadamu. Namba 1, mtu lazima mpokee Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Unampokea Yesu ambaye aliobeba msalaba. Juu ya ule msalaba akasema imekwisha. Nisaidie kusema mimi na nguvu.
Kwa nini alisema imekwisha? Kwa sababu dhambi na laana ya mwanadamu ilipelekwa msalabani. Haleluya! Kwa hiyo mara baada ya anguko la mwanadamu wa kwanza alikuwa akitembea na msalaba, kwa sababu msalaba ni laana. Tangia asili mwanzo msalaba ni laana. Yoyote aliyokuwa akitundikwa katika msalaba, maana yake amelaaniwa. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ukienda kwenye Mwanzo sura ile ya 4, ule mstari kuanzia wa 4 mpaka mstari wa ngapi? Wa 8, wa 12, tunaona Kaini, mnakumbuka, na Habili, na jana nikagusia pale, ambao ni watoto wa nani? Wa Adamu. Kwa hiyo Adamu anazaa watoto, lakini ndani ya watoto hawa wana laana, wamebeba laana za misalaba, laana ya mateso, laana ya hasira, laana ya chuki. Mnanielewa vizuri kanisa? Mtanielewa vizuri tu, hamna shida. Biblia inasema kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4, mwanangu, twende mstari wa 4 kwanza, kabla kule, twende mstari wa 4 alafu tutaangalia pale. Mwanzo anasema haraka. Kwa hiyo tafsiri ya msalaba, mbali ya msalaba wa Yesu, nataka tunapokuelekea kwenye haya maombi, tunaenda siku ya 3 sasa, sio? Tujue kwamba unapigana na msalaba wa aina gani. Haleluya! Ungesema amini, ningefurahia sana. Biblia inasema Habili naye akaleta nini? Wakakusudia kuleta dhabihu madhabahuni kwa Bwana. Kwa hiyo Kaini akaleta mazao, sehemu ya mazao yake, lakini Habili anasema kaleta wanyama, tena walionona. Bwana Yesu asifiwe. So akawaleta wale wanyama wake na sehemu zilizonona, si wanyama, na sehemu zilizonona. Asa Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Unaanza kuona. Kwa hiyo tangia pale mwanzo mwanadamu alipopoteza, Adamu na Hawa walipopoteza, ambao ndio wazazi wetu, wanadamu, watoto, uzao wao wote uliishi kwenye penati. Penati kwa Kiswahili ni penalty. What is penalty? Yes, adhabu. Wakaishi kwenye adhabu. Kwa hiyo kizazi chote kikaendelea kuishi kwenye nini? Kwenye adhabu. Adhabu ya magonjwa, adhabu ya aibu, adhabu ya uadui. Kwa uadui ukaingia moja kwa moja mahali pale. Biblia inasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana. Unaweza kuona ghadhabu ilitoka wapi? Ghadhabu ilitoka mahali pale Adamu au Hawa walipokosa kuilinda, tukasema kulinda moyo wao, kulinda nafsi zao. Na kwa kuwa walikosa kulinda moyo, maana walikosa kulinda bustani yao, si ndivyo? Kwa kuwa walikosa kulinda moyo, tafsiri yake hisia za Mungu zikachukuliwa, ule utashi wa Mungu ulio ndani yao ukaharibiwa. Nisaidia kusema amina nguvu. Nia, kwa maana shauku, nia inazaa shauku, nayo ikapotezwa. Kwa hiyo mwanadamu hakuwa tena na hisia zilizo njema. Mwanadamu huyu hakuwa na nia iliyo bora tena. Mwanadamu huyu wala hakuwa na utashi, ndio maana akajikuta yuko uchi. Mungu akamwambia, ni nani amekuambia uko uchi? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neema tuna kibali, Mungu akamtengenezea mwanadamu mavazi ili aweze kusitiri. Kwa hiyo kuanzia pale ndani ya mwanadamu hapakuwa na ukombozi mwingine kabla ya Yesu Kristo, kabla ya Mungu mwenyewe kuja duniani. Hapakuwa na nafuu yoyote, hapakuwa na lilifu yoyote. Na kama unafuu ulitokea kwa mtu mmoja mmoja sana. Na ndio maana tukaona sasa, ukienda ule sura ile ya 6, unaanza kuona dunia inaharibika tena. Dunia inaingia kwenye machafuko ya ajabu. Dunia watu wanakuwa ni walevi. Watu, Biblia inasema, wanazini na majini. Watu walikuwa wanazini na vitu vya ajabu sana. Biblia inasema Mungu akachukizwa, si ndivyo? Anasema Bwana akamwambia, na twende 6. Bwana akachukizwa na maisha ya mwanadamu, kwa sababu anasema nao wana wa Mungu wakaanza kuzini na watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna watu wanazini na mbwa, watu wanazini na wanyama. Ni vitu vya ajabu. Na hata leo kwenye dunia mnaanza kuona, sio? Mashoga wanajitokeza, wasenga wanajitokeza. Ni mambo ambayo watu hawawezi kuyasema, lakini tunapotaja msalaba wa Yesu lazima tuseme mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusema amina Bwana. Anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, anasema na wana wa kike walizaliwa kwao. Akasemaje? Anasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote. Sema wowote.
anasema waliowachagua. Ule mstari wa 3 na 4 anasema Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Haleluya. Mnaanza kuona mahali tunapopoteza. Kwa hiyo kizazi kikapotea pale Dorcas. Kwa hiyo misalaba haikuanzia msalaba wa Yesu. Adamu akawa na misalaba ya kupoteza. Twende ile sura ya pili, sura ya 3 mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 17. Unaanza kuona kuna msalaba wa kupoteza. Yaani unafika mahali unaishi, kila unachokipata unapoteza. Kuna msalaba wa kusahau vitu. Unafika mahali unachokifanya ukiona cha thamani unasahau. Haitokee mambo kama haya. Lakini hii misalaba yote sio kama umeubeba wewe. Huu msalaba umetoka, una asili yake. Na usiku wa leo tunakwenda kuharibu kila misalaba ambayo inaleta magonjwa, kila misalaba ambayo inasababisha bahati mbaya, kila misalaba ya usaulifu, kila misalaba ya uchovu kwenye mwili, na kila misalaba ambayo inamfanya mtu asijue ukombozi wa kweli. Nisaidie kusema amen. Asema nami nitaweka wadui kati yako na huyu nani? Mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Huu utakuponda kichwa, nawe utamponda nini? Kisigino. Kwa hiyo kuna misalaba ya mashindano. Kuna misalaba ya mashindano. Na ndio maana Yesu alipokuja, yeye akachagua kifo cha msalaba. Mshangilie Bwana Yesu. Kwa nini kifo cha msalaba? Kwa sababu watu wote waliozaliwa nyuma baada ya Adamu waliingizwa kwenye misalaba, wakaingizwa kwenye mateso, wakaingizwa kwenye aibu. Come on. Ananielewa ngisema mimi na nguvu? Amen. Nani ananielewa vizuri? Yes. Nani ananielewa? Amen. Pastor nani ananielewa vizuri? Amina. Hebu angalia Biblia hiyo inasema, utanitafutia pale. Akasema mara baada ya Mungu kumwambia Nuhu atengeneze safina, na asema gharika lipokwisha, nini kilitokea? Biblia inasema hivi, Nuhu akatoka kwenye safina, akaanza kuwa mkulima, si hivyo? Akalima zabibu. Mnaelewa vizuri? Nisaidieni na niko pale. Akalima zabibu. Anasema siku moja akatengeneza nini? Mvinyo. Akatengeneza divai. Akainywa ile divai, akalewa. Akalewa. Mwanzo sura 9 nafikiri. Twende Mwanzo sura 9 ngapi ile? Akalewa. Alipolewa nini kilitokea? Apostle James, nini kilitokea alipolewa? Hii tuko shuleni tukae vizuri tujue. Unajua kuna wakati katibu tunaombaga, kumbe tunaomba nyuma misalaba ya kwetu wenyewe. Ni aibu. Unaomba nyuma msalaba wa baba yako, nyuma msalaba wa mama, nyuma msalaba wa kitu fulani. Hai kule mbele kuna msalaba ulioinuka, unaitwa msalaba wa Yesu. Pigia makofi basi, makofi. Anasema hivi, Biblia inasema hivi, twende pale kuanzia mstari wa ngapi? Wa 20 hapa. Anasema Nuhu akaanza kwa nini? Akaanza kuwa mkulima. Unaona? Hebu nisomee basi Mariota. Nisomee pale. Biblia inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima. Nuhu akaanza kuwa mkulima pamoja na kibali chote. Nuhu akaanza kuwa mkulima. Nataka tuangalie, kuna watu wanaishi nyuma ya misalaba. Ndio maana leo nimesema kuna msalaba wa hukumu. Huu msalaba wa hukumu, kuna msalaba wa hukumu upande wa kuzimu, na kuna msalaba wa hukumu ambao Yesu aliubeba. Yaani Yesu alipobeba akasema kuanzia leo hakuna mateso. Kuanzia leo hakuna abortion. Kuanzia leo hakuna kupoteza. Kuanzia leo hakuna aibu. Naongea na mtu hapa. Kuanzia leo tunahitaji kurestore familia yetu, watoto wetu. Basi ukiwa kama baba unanisikiliza au mama hapa, hili somo linakuhusu sana. Kusema sasa msalaba wa baba, msalaba wa bibi, misalaba ya wazazi ambayo waliishi wakawa ni wazazi wa kupoteza, wazazi wa aibu. Mimi kwa neema ya Kristo niliyojaliwa, natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa ule msalaba wa Yesu Kristo, ya kwamba kila msalaba aliobeba babu, kila msalaba aliobeba bibi, kwa maana ni msalaba wa mateso, ni msalaba wa aibu, kwa jina la Yesu mimi naharibu kwa damu ya mwana kondoo.
Na inua msalaba ulio mwema ambao ndani yake Bwana Yesu alisema imekwisha. Nami natangaza kwa mtoto wangu msalaba wa aibu umekwisha. Kwa binti yangu msalaba wa kuchelewa kuolewa umekwisha. Ule msalaba wa kuachika umekwisha. Naongea na mtu mmoja hapa. Inua msalaba wa Yesu. Amen. Yesu Kristo ainuliwe. Hallelujah. Amina. Naongea na mtu. Kama naongea piga makofi. Unajua, sikiliza jeni, wewe ni tajiri sana. Mimi nikiwatazama hivi, sio kama mnajielewaga. Mimi naona wote wamefanikiwa kwa jina la Yesu. Shida tu kwenye kaeneo haka kadogo. Uwezo kutambua ni vita gani unapigana. Leo unafikiria unashanga unapigana vita vya baba yako, vya babu, vya bibi. Biblia inasema hivi, kwenye ile eneo hilo, my goodness. Pastor Noah. Yesu alifika mahali akasema hivi, kila mmoja ataubeba msalaba wake. Nilisema mimi, alisema Yesu. Yes. Kila mmoja, everyone will carry his or her own cross. If it is so, meaning that there are so many kind of crosses. Kuna aina nyingi ya msalaba. Hasa ni kuchagua msalaba gani? Biblia inasema Nuhu alipoanza kuwa mkulima akapanda mizabibu. Twende pale haraka. Anasema akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Nataka niuone msalaba pale. Taratibu. Vuta sikio mpaka liume. Mmechoka mkalale. Baki mimi nimemtumikia Bwana wangu kuanzia saa 12 asubuhi. Na sasa hivi namtumikia Bwana wangu mkuu. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo wala sina shida ninapomfundisha mtu mmoja hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Ham, huyu baba alikuwa na watoto wangapi? 3. Mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Ham. Mtoto wa pili alikuwa anaitwa Yafet. Mtoto wa tatu alikuwa anaitwa nani? Shem. Sasa mkisoma mkienda kule mbele, baadaye kusoma mtakwenda vyuo vya theolojia. Mtakwenda kwanza kule mbele, wao wamesema hivi, haya mataifa matatu wamegawa. Ukimtaja Yafet ndio unamtaja wazungu wote. Ukimtaja Shem unataja Waarabu wote. Alafu yule jamaa alio mpumbavu ndio tumepewa sisi wa Afrika. Ham. Lakini ngoja tuangalie pale hiyo kiini cha msalaba Anita. Biblia inasema hivi. Ham anasema nataka nimuone Ham alifanyaje pale. Tuangalie turudi kidogo pale. Anasema Ham anataja watoto watatu. Ham anasema akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Ham nimeshia. Ham baba wa Kanani. Ham baba wa Kanani akauona uchi. Laana hiyo imeingia. Mbona mseme ndio baba? Ndio baba. Kwa nini msinune? Mnaponuna hamwezi kuelewa. Wewe anza kufungua tu mdomo wako kusema mimi na hasira. Navunja msalaba niliona. Wewe kuna mtu anaongea kia na msalaba. Serious it. Unalala nao, unaamka nao. Unaenda nao kazini na msalaba wako. Unao pale, ukiuliza, ukifuatilia ile chronological ile mfululizo wa kizazi chenu, utasikia kuna mmoja aliwahi kuua mke wake. Kuna mmoja aliwahi kufanya kitu fulani. Kuna shangazi aliyokumkaba mtu, alimkaba mume wake akamvunja taya. Afu wewe ndio umezaliwa kwenye nini? Kwenye kitu. Ndio shangaa, mbona mimi nimesoma kuna Yesu? Ninamkiri Yesu, mbona mimi nikiwa na hasira ni ajabu mpaka napasua vyombo? Mbona nikiwa na hasira mpaka nauma mnajuma meno mwenyewe? Inakuaje moyo unalipuka maumivu? Unakunywa maji kwanza lita 2 za maji ndio utulie. Msalaba. Kuna watu wanapozea maji ya baridi msalaba na watu wameokoka. Usiwe katika jina la Yesu. Unajua kuna watu wanasema hivi, mimi anasema anaenda kunywa pombe ili tu afanye nini? Aliwaze, siku uliwaza maana yake aupooze msalaba. Aliobeba. Tunaona vizuri hapo. Kuna msalaba tu wa ngono. Yaani watu wanaishi kwenye family call ni ngono tu basi. Mbona msema mimi na nguvu? Amen. Naongea na watu wananielewa. Hapo wananielewa, wananifuatilia. Kuna msalaba tu wa nasa. Yaani starehe, yaani wewe ukipata vihela, wewe msalaba unakupeleka ni kununua gauni nzuri, kiatu kizuri, unaishi, umepiga lipstick, suti unanunua, hata kama ukitaka kununua viatu unanunua. Ukimaliza pale msalaba unafurahia. Kwa sababu hautaki wewe
uwe na fedha au usaidia watu wengine. Anasema Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake. Unaweza kuona wawili waliokuwa nje, kwa maana ya Shemu na nani na Yafeti. Twende pale haraka haraka. Anasema hivi, Shemu na Yafeti wakatwaa vazi wakalitanda mabegani mwao, wote wawili. Hao ni watoto wenye hekima na akili. Wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi, manake wakafunika aibu ya baba yao. Msalaba wa laana tayari ulishakusha kuonekana, yaani laana imeonekana kabisa hivi na tayari imejifunua. Lakini wale watoto wakasema no. Shem na Ham na Shem na nani na Yafet wakasema sisi hatuwezi kupata laana wala kizazi chetu. Wakachukua likanga wakaweka hivi, unaelewa, wakabakuli wapi? Nyuma moja kwa moja karudi, wakatupa hiyo nguo, alafu baba yao wakamhifadhi. Hasa kuna laana iko ambayo ndio msalaba. Biblia inasema msalaba chanzo chake ni nini? Laana. Sio, ni msingi. Msalaba ni laana. Yaani neno msalaba, sawa, neno msalaba, cha mwanzo wa msalaba ni laana. Tunaelewana vizuri hapo? Ni laana. Kwa hiyo sasa nini kikatokea? Biblia inasema hivi, wakaenda wakamaliza nini, kaendelea mstari 24. Anasema hivi, anasema Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtenda. Swali linakuja, alimjuaje? Safi sana pastor, alimjuaje? Nafsi tukasema ya mtu hailali, nafsi inaona. Amen. Nafsi inasikia, nafsi ya mtu haina utani. Baba akajua kwamba kuna mpumbavu mmoja, laana ilikuwepo tu imetegeshewa. Ni kama Kaini alivyopewa laana na nani? Na Mungu. Mnakumbuka vizuri? Hamna wema, yaani ukimesa hapo tu umekula kofi, ukimesa hapo tu kofi la laana, ukifanya ujinga mambo. Kwa hiyo kindumbo, yaani Wangoni kwa wanasema kule, yaani irivi teku hakabana, yaani vitu vimefanya nini? Vimechangamana. Huwezi kuchagua haya ni maharage au ni mchanga. Wakati ule ni hivi kitabu, Pastor Dorcas, hakuna jambo la furaha mahali popote. Wewe just imagine kipindi hicho mtoto aliozaliwa anamtamani mama yake mzazi. Sasa hivi iko au ipo? Hebu just imagine, angalia sasa, mtoto wa kiume anamtamani nani? Hebu angalia, baba anamtamani nani? Binti yake. Maana yake akili hamna mwandani. Kwa kuna li msalaba la uovu, msalaba ya unajisi imekwepo pale. Akasema na alaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu. Kumbuka, kwa nini akulaaniwa nani? Hamu. Na kwa nini walaaniwe nani? Kanani, ambao ndio watoto wa nani? Wa Hamu. Kwa nini? Mnaweza kuona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunapoingia kwenye family restoration, urejesho wa familia, maana yake nini? Unapaswa kufanya utafiti wa vitu vyote ambavyo Mungu amekupa baada ya kumpokea Yesu Kristo. Hivi vitu, iwe ni vitu kwa maana ya afya, wa watoto ulionao, iwe kazi ulionayo, vinakabiliwa na misalaba ya uovu kule mitaani. Inakabiliwa kwa sababu misalaba ulizaliwa umeikuta kupitia uzao, kupitia familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende haraka nini kinaendelea? Pastor Dorcas, baada ya maisha yote unaanza kuona misalaba ya magonjwa, misalaba ya aibu haikutoka. Ndio maana nikasema sio kila anayevaa msalaba unayoona amevaa msalaba wa Yesu. Kwani haupo hiyo, ni fashion tu zile. Lakini tunajuaga kila msalaba unaoona una maana yake. Kuna msalaba ambao umekuwa kichwa chini, miguu juu, ukiangaliaga. Kuna msalaba ambao umekuwa na round, si ndivyo? Ile na maana yake, na ile zina alama kabisa. Kwa hiyo ukiuvaa msalaba hivi, unajua huyu hapa ni kampuni yetu, au ni msalaba. Ukivaa hii hapa, au hapa ni mshoga. Unaelewa vizuri hapo? Ukivaa hii hapa, ini mnanielewa? Amen. Mnanielewa? Amina baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna misalaba ambayo inaonyesha wewe ni mtu gani. Misalaba inaweza kaonyesha kwa njia ya pete. Watu wanavaa pete. Misalaba inaonyesha kwa njia ya shanga. Zinaweka mtu ukivaa hiyo, unajua huyu ni wa kwetu. Huyu ni
Hasa kumbuka, kwa sababu mmenipa nafasi, si umesema nifundishe, ndio muda wangu, usimuelewa. Amen. Kule mbele kuna misalaba aina nyingi, kuna vitu vingi ambavyo ukivifanya leo usipojua, maana yake unaunga maisha ya msalaba wa aina fulani, wa familia fulani, wa ukoo fulani, wa jinsia fulani. Misalaba inatambulishwa nyakati za leo kupitia mavazi. Misalaba inatambulishwa kupitia nywele. Misalaba inatambulishwa kupitia kucha. Mbona msema amina? Nitaka tumtangulie muombe kwanza, alafu baadaye ndio mjue. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Yesu Kristo na nguvu zake. Amen. Hebu sema amina ya nguvu. Amen. Unamhitaji Jesus na nguvu zake. Twende haraka pa. Tumesema tuna familia chini ya misalaba ya hukumu, uzao chini ya msalaba wa nini? Wa hukumu, ambayo ndio episode 2. Kwa hiyo unapofika kiwango unajikuta kwamba umeangukia kwenye msalaba wa hukumu na unaishi usijue, ni mpaka ujue upate neema sasa unapomkiri Yesu Kristo. Kama ulimwona dada jana, alimpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Hatua ya pili ni hatua ya kukulia ule wokovu kwa mafundisho. Tunaelewana? Hatua ya tatu ni neema. Tunasema enabling grace, lazima iwe juu yake. Neema uwezeshe. Inapokuwa juu yake, huyo mama au dada anafanyika mtu mwingine wa kipekee. Anaweza kusimama na kushinda misalaba mingine yote ambayo inabeba wakala wa mashetani. Hebu Mungu akupe uwezo kushinda misalaba iliyobeba wakala wa kuzimu. Mungu akupe kushinda. Sema kila misalaba iliyobeba magonjwa, iliyobeba aibu, na ivunja sasa kwa ule msalaba aliyobeba Bwana Yesu. Kwa jina la Yesu nina uharibu sasa msalaba wa laana, msalaba wa magonjwa. Mimi na uvunja, mimi na uharibu, mimi na uteketeza kwa jina la Yesu. Pe Yesu makofi. Amen. Hasa pale jeni unapoingia kufanya biashara yako, ukishajua ndani ya biashara kuna msalaba wa Yesu peke yake, ndipo unaanza kuna wateja wanametameta. Unajua, nataka tu baada ya maombi haya watu wanakwenda kufunguliwa sio za kawaida. Amen. Wanakwenda kuachiliwa sio kawaida. Amen. Naongea na mtu ananitazama hapo kupitia Facebook, kupitia YouTube kule. Amen. Mnakwenda kuachiliwa sio kawaida. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaanza kuona misalaba ya mateso, misalaba ya aibu, misalaba ya kusimamishwa, misalaba ya kifo, misalaba ya magonjwa, misalaba ya aibu ilikuwepo mara baada ya Adamu na Hawa kuasi. Kwa hiyo tumemwona Nuhu analaani mtoto wa jukuu zake. Unaweza anapeleka misalaba ya aibu kwa wajukuu. Na Biblia yako inasema nini? Inasema hivi, mimi ni Mungu nipatilizaye wana maovu ya baba zao. Mimi ni Mungu nasimamia misalaba ambayo wazazi wao walizifanya. Kitabu kile cha Kutoka sura ya ngapi? Ile sura ya 20 mstari wa 5, si ndivyo? Anasemaje Kutoka sura ya 20 mstari wa 5? Anasemaje? Tuangalie pale haraka haraka. Apostle James umeelewa vizuri? Amen baba. Kuna msalaba. Hebu angalia, umezaliwa kwenye msalaba ambao baba yako au koo wenu na wao metala. Utakwepo? Siwezi kuwepo. Unakwenda mwisho wa siku lazima udumbukie. Maumivu yataingia tu. Utatoka tu nje ya ndoa. Maumivu lazima maumivu yaje. Lazima uingie pale. Ni kwa sababu umefinywa kwenye ule msalaba. Kwa hiyo lazima sasa tunaposema kuokoka sio mbwembwe, kumkubali Yesu nilifundisha. Tukasema wokovu ni hatua ya kwanza tu, si ndivyo? Ya kushinda dhambi za nini? Mmesahau. Dhambi za nini? Dhambi za kutenda. Basi ndio umeokoka hapa. Umempokea Yesu Kristo. Maana umeacha sigara, umeacha pombe. Lakini sikiliza, kuna msalaba unao. Na huo msalaba ambao unaolala nao, unaotembea nao, hauhitaji tena wokovu, unahitaji ukombozi.
Nisaidia kusema amina nguvu. Amen. Na kwenye ukombozi unahitaji maarifa. Yes. Unahitaji ufahamu. Amen. Unahitaji kujua sana. Sema kujua sana. Kujua sana. Mungu afungue fahamu zako. Amen. Ili upate kujua sana. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema usivisujudie wala kuvifanya nini? Kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha wanichukizao. Hatumezaliwa hivyo mwanangu Debora, wala una haja kukasirika. Sababu sasa hivi ni maswali, wakati wa kujua. Ukikasirika ujui, anza tu kufurahia kwamba sasa kumbe naenda kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hivi, adui zako hawatauawa na nabii, adui zako hawatauawa na mchungaji wako. Yes. Adui zako hawatauawa na mtumi wako wala baba yako, bali adui zako watauawa kwa mkono wako mwenyewe. Amen. Mika 5:9 anasema hivi, kwa mkono wako mwenyewe adui zako watauawa. Amen. Sema kwa mkono wangu. Kwa mkono wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Enyi adui zangu. Enyi adui zangu. Ninawaangusha chini. Ninawaangusha chini. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa mkono wangu. Kwa mkono wangu. Mnauawa leo. Mnauawa leo. Hamtainuka tena. Hamtainuka tena. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Asa mkono wako na uinuliwe juu ya adui zako. Yes. Na adui zako wote wakauliwe bali. Bwana Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hivyo wakati nafundisha, nani amegundua kama kuna kamsalaba nao? Ngoja nikupe. Ngoja niongeze material mengine. Twende Mwanzo 12 tuone majitu tena yaliyozaliwa pale, yakazaliwa tena kwenye maisha ya misalaba. Biblia inasema kuna mtu anaitwa Ibrahim, sio? Babake Ibrahim anaitwa Mzetela. Mzetela, wakati Mungu anatafuta ukombozi, ndio alioitwa ili aende Kanani. Kwa akatoka sasa, mnasikia kule Irani, kule Yemen, wapi Irani, kuja huko chini. Alipofika eneo la karibu kabla before Jerusalem, akakutana pale na mji mzuri sana kama hapo Ihumwa. Sasa hivi pamestawi sana, kufika pale ni kama Buguruni fulani Ihumwa. Anasema Mzetela akakuta mahali pana nuru ya ajabu, watu starehe nyingi. Safari ya wito wake Mzetela, amen, basi nao ikaishia pale. Akiwa pale akapata mtoto, sema mtoto ambaye ndio mama yake nani? Ibrahim. Na yule mtoto Biblia inasema hivi, ni yule mwanamke, baba yake alikuwa wenye asili ya waganga. Mnakumbuka juzi nilifundisha habari ya wale wa Filisti? Mnakumbuka? Mnakumbuka vizuri? Amen. Anasema wao maisha yao walikuwa, ibada zao ilikuwa ni mizimu na miungu, si ndivyo? Wana wa Israeli wakajichanganya kwa kuoana na kufanya starehe, ndio sasa ufalme wao ukaanza kuwa kitanzi dhidi yao, na mpaka leo tunaona vita vinaendelea Mashariki ya Kati. Na Biblia yako inasema hivi, pale utakapoona mtini, sawa, mtini, yes. Mtini unafanyaje? Utakavyoona nini? Mtini unafanyaje? Utakavyoona, wachungaji mnisikilize vizuri. Anasema basi mjue mwisho umekaribia. Haya ni maneno Yesu aliwaambia wanafunzi wake kabla ya ondoka. Mtakapoona vita, lakini hii vita vinasimamiwa na hao. Kwa lazima tunapofundisha tusibaki hapo, kwa sababu mimi sifundishi nipate fedha. Unaelewa? Yesu amenibariki, kwanza mnipigieni makofi mimi. Amen. Ili niweze kusema kweli. Na mimi nikasema nitasema ukweli hata kama ukweli utaniua mimi. Nitasema ukweli ili nimwache Alfa asimame katika ukweli. Yes. Nikuache Pastor James useme ukweli. Amen. Nikuache Pastor Aprogina useme ukweli. Hata kama utakumaliza ukweli, lakini umesema ukweli, nafsi na roho yako, amen, ihifadhiwe mikononi mwa Mungu aliye hai. Amen. Nisaidie kusema amina nguvu. Amen. Sasa kuna mtu alizaliwa anaitwa nani? Ibrahim. Ndipo Ibrahim aliishi katika maisha, Apostle James, kwenye maisha ya kutumikisha mila na tamaduni za baba zake. Na wewe ulipozaliwa kwenu, kwenye ukoo wenu na familia zenu, ulishawahi kuambiwaga, sawa, kwenye mti fulani
ule mti fulani mnapaswa kuheshimu, sio? Mliambiwaga watoto wakishazaliwa, wakishaangusha vitovu hivyo anapelekewa bibi, sio? Na bibi anapeleka vile vitovu kwenye majabali. Ukienda kule Wanyaturu wana hizi tabia, kwa nini? Au kwenye vichuguu. Kwa nini? Kichuguu ndio Mungu, kichuguu ndio msalaba wao. Mnielewa kwa nguvu, kwa sababu najua Mungu alinipeleka hapo kwenye deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja kuna binti moja aliwahi kufungwa alipoolewa, akakaa ndani ya miaka 8 bila kupata mtoto, na ameokoka, anaabudu ndani ya kanisa, na amefunga siku hizi za nyingi sana. Lakini let me tell you this, alipokuja kwangu, Roho wa Bwana akanipeleka kule alikozaliwa. Na alikozaliwa baadaye nikaona chungu kimefunikwa chini ya mti, na wakati huo namwombea mama yake akiwa anaondoka, kwa sababu alikuwa Islamic piwa. Mama yake tena namwombea, Roho Mtakatifu akaniambia nimwambie mama chagua jina. Akasema pale mama akachagua jina lake. Alipochagua jina, nilipoanza kumwombea, nataka nikwambie, huyu mtoto, huyu binti ambaye ndio alikuwa akimguza mama yake, mabinti wawili, mwingine tunaye hapa chache, mabinti wawili. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Nipungie mkono mwanangu, nipungie tu mkono mwenyewe pale, yuko pale. Sasa unaweza kuona, nikaoneshwa pale kwamba kuna chungu kimefunikwa, alafu vitovu vyao viliwekwa pale, vimekuwa na wasimamizi. Kumbukeni, kila lango lina msimamizi, sio? Yes. Na kila msalaba una msimamizi wake. Kila msalaba una maana yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisaidie kusema amina nguvu kama na Amen. Kwa maana hiyo nikamwambia sasa, baada ya kumwongoza saa ya toba, yule mama akampokea Yesu. Ghafla nikaona nguvu za ajabu mle ndani. Na kwa sababu binti yangu naye ni mchungaji hapa, anashuhudia kabisa Mungu alifanya maajabu sana, sio hivyo? Na wakati wananisindikiza, Roho wa Mungu akaniambia, sasa tabiri kwa habari ya tumbo la mtumishi wangu, kwamba atabeba mimba na atamzaa mtoto wa kiume, ataitwa jina lake hili hapa, kwa kuwa chungu kimevunjwa. Na nilipomuuliza mama akasema kweli. Na of course mama alikuwa kosa lake. Mama sio hakuwa mchawi, bali mila na tamaduni zinakufanya uabudu au uwe chini ya misalaba ya aibu, uwe chini ya misalaba ya kulia, uwe chini ya misalaba ya kifo, uwe kamoni. Kuna mtu ananielewa? Vuta sikio mpaka liume. Muangalia Ibrahimu hapa. Ibrahimu wakati anaitwa Pastor katibu, Ibrahimu wakati anaitwa hapa alikuwa na miaka 75. Miaka 75 hana nyumba. Miaka 75 ana mke lakini hana mtoto. Maisha ni magumu kweli kweli. Biblia inasema Ibrahimu ndio aliwekwa kuwa mtu wa kutoa kafara za watoto wadogo kwenye mto mkubwa. Sio, mnaelewana vizuri? Mnaelewana vizuri? Mzee huyo Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Huyo Ibrahimu, mzee Ibrahimu, Biblia yake anasema Mungu akaona. Unajua Mungu anaangalia ahadi ya baba yako. Kumbukeni nilisema pointi moja, sisi tuliumbwa kabla ya kuonekana, sio? Kwa hiyo Mungu leo anachokifanya, come on, kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Mungu anakumbusha ahadi ya Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Mungu sasa hivi haijalishi, come on, naongea na mtu mmoja hapo. Amen. Haijalishi babu yako aliharibu, haijalishi bibi yako aliharibu, haijalishi baba yako ameharibu. Mungu unapompokea mwanae Yesu Kristo, yes, anarudi nyuma. Sema anarudi nyuma. Anarudi nyuma. Anakumbusha ahadi zake za mwanzo. Amen. Ya kwamba wewe ni sura na mfano wangu. Amen. Kwa maana hiyo utabarikiwa. Amen. Kwa maana hiyo utainuliwa. Amen. Kwa maana hiyo utakuwa kipekee. Amen. Kwa maana hiyo utatawala. Amen. Mungu akupe uwezo in the name of Jesus. Amen. Kuna uwezo wa ajabu na uona ndani ya mtu sasa. Amen. Hebu angalia Ibrahim, asema Mungu anaingilia sasa. Anaangalia ule mwito wa kwanza wa nani? Wa baba yake Ibrahimu, mzee nani? Tera. Na Tera akaharibu safarini. Mnaweza kuona, usio wewe. Amen. Wala sio mimi. Amen. Wito huu mtakatifu, yes, ambao umeupokea mara moja, naamuru kwa jina la Yesu. Amen. Wala usiwachilie. Amen. Ng'ang'ana moja kwa moja. Amen. Ng'ang'ana usonge mbele. Yes. Rejesha uzao wako. Amen. Rejesha furaha yako. Amen. Rejesha amani yako. Amen. Rejesha matumaini. Amen. In the name of Jesus. Amen. Biblia inasema Mungu akaingilia kati.
akamwita Ibrahimu akamwambia, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha wewe. Amen. Amen. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Hivyo Mungu alikuwa wapi kumbariki Ibrahimu? Naongea taratibu. Mungu alikuwa wapi katika Mungu? Ndio maana unaweza ukawa na umempokea Yesu Josephine, alafu watoto wako kapita kwenye nyakati mbaya. Kinachoongoza zile nyakati mbaya si wewe. Yaani wewe unaweza kumng'ang'ania Yesu kama ulivyo, lakini watoto, hii ni salaba ambayo nimetaja, inafuatilia uzao. Ni kama Mungu alivyosema, mimi ni Mungu naipatiliza sawa maovu ya baba zenu, kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu cha wanichukizao. Na ikiwa kila msalaba uko mwepesi mno, unaweza ukadumu katika Kristo. We mama, unapokosa kusimama kwa watoto wako vizuri, narudia, ukakosa kusimama vizuri kwa watoto wako, unajikuta unasababisha maovu makubwa. Watoto wanatumika sawa nyuma yako wewe. Ndio maana akasema usiwe wewe katika jina la Yesu. Nasema usiwe wewe in the name of Jesus. Amen. Ananielewa? Sema amina nguvu. Amina. Biblia inasema hivi, yoyote atakaye kubariki, si hivyo? Mstari wa 3, atabarikiwa, na yoyote atakaye kulani atalaaniwa. Ninapofundisha natoa na majibu kabisa. Yes. Kwamba unapaswa kujipeleleza sana kwa kuwa uko ndani ya Yesu. Sema ndio. Ndio. Angalia eneo gani gumu kwenye maisha yako. Ita msalaba wa Yesu tangulie. Amen. Kwenye msalaba wa Kristo kuna matumaini. Paulo anasema kwa wasioelewa msalaba kwao ni upumbavu, upuuzi. Kwetu sisi ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Yesu akalichagua kifo cha msalaba kwa sababu aliona shetani aliwapeleka wana wa Mungu msalabani. Na Yesu angeweza kufa hata kifo cha nini, cha kuzama kwenye maji. Angezama mto Yordani angekufa, sio? Si ndivyo? Yes. Angekabwa roba angekufa. Yesu akachagua kifo cha nini? Msalaba. Ili kwa sababu anajua katika ule msalaba kuna vizazi viko pale. Kuna siri ya ule msalaba. Najua umeandikwa laana. Najua umeandikwa magonjwa. Najua umeandikwa aibu. Mimi niko tayari kuubeba. Akiwa pale msalabani akasema maumivu ya ule msalaba, akasema imekwisha. Maana no more pain again. Hakuna maumivu tena. No more affliction again. Hakuna mateso tena. No more delayment again. Hakuna kucheleshwa tena. Kwa nani sasa? Kwako yeye au kwako wewe unayempokea Yesu Kristo. Amen. Unaimfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yes. Hebu angalia maisha haya. Haya maisha ni aibu sana. Hasa nini kasema? Alichubuliwa. Ukisoma pale kifo cha msalaba cha Yesu Kristo, kwa nini kimekuwa ni nguvu kwetu jeni? Ni kwa sababu Yesu alichukua maumivu na mateso yote unayejua wewe, ama mengine wewe leo hii unayepitia. Na ndio maana nikasema ukutana mimi na kucheka. Yaani mimi nikuona unalia na madeni na kucheka. Kwa sababu gani? Najua Yesu hakuacha msalaba wa aina yoyote. Biblia inasema kwamba yeye akajifanya kwanza kuwa masikini japokuwa alikuwa tajiri, ili kila anayemwamini afanyike kuwa tajiri. Amen. Kwa hiyo hebu niambie, Yesu nini aliacha? Yesu hakuacha chochote. Alibeba upweke wote. Yes. Akaichukua aibu yote. Yes. Akachukua kila aina ya laana. Akachukua hata mambo ambayo yaliyogeuzwa sasa yakaonekana kuwa ni mambo ya furaha. Yesu aliyapeleka pale msalabani. Amen. Alipeleka pale msalabani. Biblia inasema akachubuliwa kwa ajili yetu. Isaya 53 ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 5 anasema akachubuliwa. Nisome pale. Akachubuliwa kwa ajili yetu. Akachubuliwa kwa ajili yetu. Nakwenda kumaliza hapo haraka haraka kwa sababu kama ukitenelewa itakuwa ni nzuri. Asabali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kumbe Yesu hakujeruhiwa kwa majibu mabaya dhidi ya jeshi la Kirumi. Hakujeruhiwa kwa dharau, bali alijeruhiwa kwa majibu yetu, kwa mahuzuni zetu, kwa makosa yetu, kwa aibu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu,
Sema maovu yetu. Sema iniquities. Maovu yetu. Anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Kwa hiyo sasa iko hivi, unaweza ukaishi kwenye msalaba wa uchungu, ni mpaka upigwe kwenye ule msalaba. Amen. Kupitia msalaba wa Yesu uchungu utaondoka. Narudia, uchungu utaondoka. Nikasema usijivunie kuokoka. Hii ni saa ya urejesho na nabii Rwambano. Mshangilie Bwana Yesu kama unanielewa. Amen. Usijivunie tu kuokoka, kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana wa Mwokozi wa maisha yako. Utafiti unaonesha maovu mengi yanayofanywa kwenye dunia ni wale hasa wanaosema wanamjua Mungu. Maovu mengi mabaya yanayofanywa kwenye dunia ni wale wanamtaja Yesu Kristo kwa Bwana wa Mwokozi wa maisha yao. Mimi mtu akiniambia mimi nampenda Yesu, hanibabaishi. Mimi nataka maisha yake. Amen. Kwa sababu maisha yake, jana nilisema ni vizuri ukamhitaji Yesu na matendo yake. Maana yake hata kama usiposema Yesu anaokoa, bali watu wakikuona hivi, matendo yako wewe yawaokoe, yawaponye, wabadilishwe mienendo yao mibaya. Yes. Watoke kwenye magonjwa, watoke kwenye aibu, watoke kwenye mashaka. Amen. Kwa kutazama wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu angalia sasa, msalaba unaubeba, hujui. Unaweza ukaitwa kabisa kwenye wito, unanielewa? Ukawa ni mchungaji, ukawa nabii, ukawa ni mtume, lakini una msalaba wako. Yesu akasema kila mmoja aubebe msalaba wake. What kind of cross do you have? Ni aina gani ya msalaba ulionao? What kind of cross do you have? Ni aina gani ya msalaba ulionao? Tunaposema masiku hizi 21 za maombi, tafuta msalaba. There is a cross somewhere. Kuna msalaba sehemu fulani that affecting your life, ambao unatesa maisha yako. There is a cross somewhere. Kuna msalaba that afflicting ambao unakupa mateso your soul, nafsi yako, your heart, moyo wako, your flesh, mwili wako. So you should have to determine yourself. Lazima ujipime that who really you are. Wewe ni nani hasa? Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 7, tuangalia pale Warumi sura ya 7 mstari ule wa 14. Tutakwenda kusoma taratibu tuone 14 mpaka 19 tafadhali. Warumi sura ya 7 ule mstari wa 14, ule mstari wa 14 mpaka 19. Biblia inasema hivi, kwa maana twajua, Paulo anasema, kwa maana twajua sasa ya kuwa torati asili yake nini? Ni ya rohoni. Sasa sikiliza. Paulo anasema hivi kwenye huu mstari, pasa Apologina anasema, bali mimi sawa ni mtu wa nini? Mwilini. Ni mtu wa mwilini, ni mtu mwenye ashiki za uovu kwenye mwili. Umeelewa? Yes. Ni mtu niliobeba hasira, ni mtu niliobeba uchungu, lakini ninaimba kwaya. Si ndivyo? Yes, unaona? Mwanangu nalala. Lakini unahubiri Injili, lakini unafanya whatever you want to do, chochote unachotaka kufanya. Anasema tuendelee pa mstari wa 15. Twende taratibu. Anasema hivi, maana sijui, hebu angalia, sijui mimi ni mtume, sijui nifanyalo. Nisome basi, sijui nifanyalo nini kinaendelea? Kwa sababu lile nilipendalo, kwa sababu lile mimi ninalolipenda silitendi. Kwa nini? Kwa sababu nimempokea Yesu. Yesu amesema ulevi ni dhambi, neno la Mungu. Uzinzi ni dhambi, lakini siwezi kulifanya kwa sababu mimi niko mwilini. Yes. Matendo ya mwili yenyewe ni dhahiri. Na ndio msalaba wa uovu, ndio msalaba wa kushindwa, ndio msalaba wa kupoteza. Ananielewa nikisema amina yangu? Amen. Anasema kwa sababu lile nilipendalo silitende, bali lile ambalo mimi nalichukia ndilo ninalolitenda. Inaumiza sana, inaumiza mno, inaumiza mno. Najaribu kufundisha taratibu hapa. Hebu Roho wa Mungu akupeleka kwenye eneo la nafsi na moyo wako. Amen. Alafu anza kujichunguza, utagundua una hasira inakuja. Na hiyo hasira wala usizuie. Hiyo hasira ikiwezekana inuka, sema kwa jina la Yesu, wewe unanichelewesha muda mrefu. Wewe sikiliza, nakwambia kusudi la Yesu Kristo la ule msalaba wake ni kutuhakikishia sisi kwamba tunaishi katika ubora wa kiungu. Amen. Tunaishi katika neema ya Mungu tena. Amen. Tusiishie kwenye mabaya tena. Amen. Huyu ni mtume na ni mtumishi wa Mungu, anasema hivi, anasema lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda,
na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, maana mwili wangu wacha niusikilize, wacha nisikilize kwamba kuamka saa 2, kuamka saa 3, wacha wewe, achana. Wanahubiri injili, wanatupigia makelele tu, achana. Kumbuka nikasema tunapohubiri injili ya Yesu tunatengeneza nafsi ya mtu. Amen. Tunatengeneza moyo wa mtu ulioibwa, moyo wa mtu uliochakazwa, tunatengeneza moyo wake. Tunaingiza neno la Kristo, tunaingiza pumzi ya Mungu aliye hai. No, moyo wa mtu sasa unarejea kwenye nafsi iliyo hai, kwenye utashi ulio hai, kwenye nia iliyo hai. Pokea in the name of Jesus. Amen. Receive now in the name of Jesus. Amen. Pokea sasa katika jina la Yesu. Amen. Pokea hiyo nguvu in the name of Jesus. Amen. Biblia inasema mstari wa 17, basi sasa sio mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, anasema bali ni ile dhambi ikayo ndani. Sema ule msalaba ukao ndani. Ule msalaba ukao ndani. Nani anautoa sasa? Hujawahi kusikia mtu kwamba msimtanie wewe, utanijua mimi mgogo. Mkumanya, nena mgogo, mkumanya. Yaani kile kinachosema ni kumanya. Hiyo ndio msalaba wa kweli. Umesikia? Kule nyumbani kule Wangoni kuna wengine wanaitwa wandende ule. Sisi tumetoka kule. Yaani utanifanya nini? Anja undenda buri. Yaani utakuta litoto lina kiburi tu, anja undenda buri. Yaani hivyo ndio msalaba wa kweli. Unafika kama utanifanya nini Bwana? Achana bali hizo. Utanifanya nini? Kwa kiburi kiko pale. Ukienda kila makabila ulikozaliwa, tafuta msalaba wenu. Utashangaa msalaba ni kiburi. Msalaba ni hasira. Msalaba ni chuki. Msalaba kwa jina la Yesu. Mimi nikachagua naenda kwenye ukoo wa Yuda, naenda kwenye ukoo wa Yesu. Amen. Mimi nikachagua nikasema, wacha luambano liandikwe tu. Yes. Lakini ndani ya luambano, yes, kuna Yesu Kristo. Kuna DNA the Jesus Christ. Amen. Wewe in the name of Jesus. Amen. May you receive that power. Amen. May you receive that favor. Amen. May you receive now. Amen. Natabiri katika jina la Yesu, pokea kibali hicho cha kushinda kila misalaba kwenye familia yako. Yes. Misalaba ya magonjwa. Oh, yes. Misalaba ya aibu. Amen. Misalaba ya kusimamishwa. Kama nabii wa Bwana wa kizazi hiki kikaidi, simisha misalaba. Misalaba ya kichawi na ivunja sasa. Bomoa sasa. Na ikatakata sasa. Mizimu ikuachie. Wachawi wakuachie. In the name of Jesus. Amen. Amen. Jesus. Hapo sita. Amen. Nenda kumaliza kipindi, mtashangaa nimemaliza. Lazima uwe na hasira. Nani na hasira sasa? Amen. Nani na hasira? Oh yes. Baada ya somo hili hakuna mtu atakayelala aliyofunga nyumbani. Amina. Baki lazima takuja kwenye madhabahu ya sala. Amina. Atasema na msalaba wake. Amen. Kabla ya kutazama msalaba wa Yesu, lazima utazame kwanza kuna msalaba. Kuna msalaba unaniumiza hapa. Kuna msalaba unanitesa hapa. Katika jina la Yesu. Amina. Nainua macho yangu sasa. Na utazama msalaba. Ule msalaba wa Yesu Kristo. Amen. Katika huo alichubuliwa. Amina. Katika huo alipigwa misumari. Amina. Kwa kupigwa kwake nimepona. Amina. Na ugeuka sasa kwenye msalaba. Yes. Unaitwa mateso. Oh, yes. Ewe mateso kwa jina la Yesu. Amina. Hautainuka dhidi yangu. Amina. Wala watoto wangu. Wala wajukuu wangu. Wala vitukuu vyangu. Yes. Uko msalaba wa Yesu. Amen. Nani uko tayari kuomba hivi? Amina. Pokea upako wa kuomba. Amen. Kuna watu wanawaona hapa. Yes. Kabisa mmefanikiwa kabla mjaenda. Amina. Kuna watu wanaona mmefanikiwa kabla mjaenda. Amina. Unajua unaongea na nabii, you are speaking with the man of God here. Yes. Amina. Kuna mtu namuona sasa ananielewa. Amina. Hebu namchukua huyu mtu ananielewa. Amen. Nampeleka sasa kwenye ndoto yake. Amina. Anapofika kwenye ile eneo la ndoto, na agiza jeshi la malaika wa mbinguni wamkute kwenye ile eneo. Yes. Kama ni biashara basi iwe vile. Amina. Kama ni ndoa iwe vile. Amen. Anakwenda kusimama mahali pale. Oh yes. Alafu haone misalaba ya kuchelewesha. Amina. Haone misalaba ya kuiba. Haone misalaba ya machozi. Anaona misalaba ya neema. Anaona msalaba wa uhuru. Anaona msalaba wa matumaini. Anaona msalaba wa uzao. Anaona msalaba wa nguvu. Anaona msalaba wa jambo jema. Mungu akupe in the name of Jesus. Amen.
There is a cross of joy. Kuna msalaba wa There is a furaha. cross of joy. Kuna msalaba wa There is a furaha. cross of hope. Kuna msalaba wa There is a tumaini. cross of life. Kuna msalaba wa May the maisha. Lord give you such a kind of Mungu cross. akupe msalaba May the huo. Lord impart with it. Mungu achilie In msalaba the huo. name of Jesus. Jina la Yesu. Hebu tuangalie katikati pale. Huyu ni mtume. Amina. Jamani, mimi wakati napitia hapa nilichoka. Nilikuwa namfundisha Pastor Eva Deliverance, School of Deliverance miaka mingi mno. Na Mungu aliniita hapa. Akaniambia nimekufanya uchafuke kwanza ili uwe mwalimu. Amina. Kwani kachafuka sana. Afu nikarudi sasa nikikaa hivi. Naambia sasa hapa kuna mtu mmoja anataka. Ndio maana hii chachi ni chachi ya maelfu. Lakini anakuja mtu mmoja. Akishakuja na nielewa na kaa pale. Huyu ni engineer. Yule pale ni nani? Mwisho wa siku hapatoshi kabisa. Amen. Kwa sababu Mungu hahitaji watu kwanza. Mungu anahitaji wana ambao hao ndio sasa watalinda thamani ya ule msalaba wa mwanae. Amina. Ambaye ni Yesu Kristo. Oh yes. Mungu akupe. Amen. Ni nani huyu? Ni wewe au ni nani? I receive. Ni nani huyu? Nasema ni nani huyu? Ni mimi hapa. Ukiubeba ule msalaba wa Yesu, Ndio. unajikuta wewe na Jesus. Weka wazi. Kumbuka watoto wako hawatakuwa watoto wako. Amina. Maana unajua watoto wako ni mali ya Mungu. Oh yes. Watoto wako ni mali ya Yesu. Amina. Unasema sio wa kwangu, ni wa kwako. Amina. Maana wao watoto tulioumbwa pamoja. Amina. Walipata neema kupitia kwenye tumbo au kwenye kiuno chao. Amina. Lakini najua kwamba si wa kwangu, ni wa kwako. Amen. Na ndio maana huwalindi wewe. Amina. Anawalinda ni Yesu Kristo. Yes. Anawalinda ni yeye Bwana mapenzi. Amen. Yeye aliyomtoa mwanawe pekee. Ona kama mwanangu, mume wangu, handsome wangu, maji kama ubwabwa. Ni ujinga, upumbavu. Hii ndio misalaba ya kishetani. Oh, yes. Ambao watu wanaibeba kwenye ndoa. My beautiful wangu, my beautiful wangu, my pumpkin, my nini sijui, popcorn, my sweetheart. Come on. Me what I know, who is my sweetheart? Jesus Christ is my sweetheart. Yesu ndo mzuri The wangu. Holy Spirit is my sweetheart. Roho Mtakatifu ndo mzuri Jesus wangu. Christ is my popcorn. Yes. Somebody say amen. Amen. Sasa ukiishi hivi, namwona Pastor Eva ni rafiki yangu. Amina. Namwona Pastor Eva ni ndugu yangu. Oh yes. Anastahili kusikilizwa. Anastahili kusaidiwa. Amina. Nikimbeba kama mke wangu, nitalemewa sehemu fulani. Nataka nimbebe kama rafiki yangu. Oh yes. Nataka nimbebe kama swaiba wangu. Amina. Vuta sio, alinielewa vute. Unajua kwa nini ndoa nyingi zinaharibika? Ni kwa sababu mnatumikiwa pale kwa madhabahuni. Sema kifo ndicho, na hiyo ndio msalaba. Kifo ndicho kitakacho tutenganisha. Kifo kitakung'oa kweli. Sasa kifo ni nini? Kifo kinaweza kawa uzinzi. Kifo kinaweza kawa hasira. Kifo kinaweza kawa nini? Sio kifo unachokiona hicho. Kifo kinaweza kawa ugoni. Kifo kinaweza Sasa ukimtoa huyu unayempenda, ukamleta unayempenda zaidi, ambaye yeye alibeba gharama zako, huyu unayemwona atakuwa rafiki yako, unaweza kumsaidia. Amina. Unaweza kumtia moyo. Amen. Inafika mahali amekosea. Kuna watu wanakuambia amekosea, umejua kabisa ametoka nje ya ndoa, umejua. Unakaa naye unamwambia, sikiliza, hujanikosea mimi kwanza, umemkosea Jesus. Amina. Alafu umenikosea na mimi. Umeelewa vizuri hapo? Amen. Umenelewa. Nani anataka uhuru zaidi? Sasa mimi nimekuja ili wawe na uhuru. Amesema wawe na uhuru tena. Sio tele. Amesoma Yohana 10:10. Mwivi haji ili auwe na kuchinja. Bali mimi nalikuja ili wawe na nini? Na uzima tele. Makini freedom, pokea in the name of Jesus. Amina. Sasa kuna mambo ambayo mimi nimejaribu kugusa kwenye msalaba wa hukumu. Yaani ukiendelea kubaki pale utakutwa mpaka Yesu anakuja. Utaenda mbinguni. Ile judgment ya mwisho. Unajishangaa, unatengwa na kwenda kwenye hukumu ile. Nisikilize kwa makini sana. Usiku wa leo nenda kaombe unavyoanza. Unaelewa vizuri? Amina. Na hapa naongea kwa upole sana. Hebu angalia, tumeona Paulo analia, mtume. Nabii analia. Anasema sio mimi tena, bali ni ile dhambi kayo wapi? Anasema kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu mimi, halikae neno jema,
kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema si pati. Mstari wa 19 nasemaje? Anasema basi nimeona sheria hii, no 19 tafadhali. Anasema hivi, kwa maana lile jema nilipendalo, Pastor Richard, nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda mimi. Fanya utafiti mambo gani uyapende, alafu una 50%. Unajua kwenye utafiti, kwenye deliverance, mimi nafundisha habari ya deliverance, ukombozi na urejesho. Kwenye ile eneo ile halihitaji mwalimu, halihitaji nabii, linahitaji unyenyekevu. Utagundua tu jeni pale kwenye biashara yako, kama ule msalaba fulani hujavunja. Samahani na kueleza ili unielewe. Sema baba, nitolea mfano hapo, tunakupenda. Utagundua tu kuna baadhi ya wateja wafiki. Kwa sababu gani? Ndani yako kuna msalaba wa chuki. Yaani huchukii watu wote, lakini una msalaba wa dharau fulani. Sio, umenipata vizuri? Umekuja unamhudumia mteja, anakwambia Messi maji, anakuza maji yamechemshwa. Wewe una react vipi ndani? Huyu vipi huyu? Anachemsha maji. Unasikia bwana? Sasa kile kinachotamka ndio ile cross. Ndio msalaba unaubeba. Hebu angalia, ukifanikiwa kuvunja ile msalaba, manake kila anayekuja kwako ni mteja anayekuletea fedha. Maana Biblia inasema hivi, nami nitaagiza mashariki, kaskazini, magharibi ikuletee. Amina. Kuna mtu yuko tayari kuvunja msalaba? Amina. Unajua, sikiliza, kuna mavitu ambavyo ni, kwa mfano, kuna mambo unaweza kumwambia mtu bana, tunaongea mambo haya, usimwambie muhusika, kwa sababu nakwambia kwa ajili ya uponyaji wake. Unajua, yani kile kwamba unakereketa, ukiachana naye tusikie bwana, hiyo sikia sasa, jihadhari. Mimi tunakwambia, anajifanya kuwa ni nabii, kumbe ni msalaba wake. Unapoeleza ile jambo, automatically itakuwa ni mateso kwako na kwa watoto wako. Kumbukeni, watoto ni matokeo ya moyo. Umeelewa? Amina. Watoto wako ni matokeo ya moyo wako na nafsi yako. Sikiliza, hakuna mtoto anaweza kutengenezwa waliooa pasipo mapatano. Umeelewa? Lazima upatane kwanza na mume wako, mkae wote pamoja, mseme sasa tunahitaji mtoto. Tunaelewa vizuri? Amina. Na nikafundisha kwenye haya maeneo, mtoto wote ambaye anazaliwa pasipo mapatano ya hizo nafsi lazima ataishi maisha tabu sana baadaye, kwa sababu baba na mama hawakupatana. Ama somo mnakumbuka vizuri? Yaani mtoto amezaliwa sio matarajio ya wazazi. Sio matarajio nini? Ya wazazi. Na ndio mwezi wa 3 naendelea kufundisha vitu vigumu, na kuna watu watakuwa wananikimbia hapa moja kwa moja, na mimi lazima afadhali nikimbie. Kwa sababu gani? Namtaka mtu mmoja tu ambaye aliyokubali ule msalaba wa Yesu Kristo pale, kwa sababu we don't have an entertainment gospel. Hatupaswi kuwa na injili ya burudani. We must have to preach a true gospel. Tunapaswa tuhubiri injili ya kweli. Now what is a true gospel of God? What is injili ya good kweli? news? Habari njema ni the nini? man's life. Ni maisha ya mtu. Injili ya kweli ni maisha ya mtu. Yesu alishamaliza. Amina. Tunahitaji kuvunjana. Amen. Amina. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Oh, yes. Kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kwenye makosa lazima tukosoane, lazima tusemane ukweli, na ili usibaki kwenye msalaba wa hukumu. Nani kutaka kutoka pale? Amen. Hebu ondoka pale kwa jina la Yesu. Amina. Sema ninatoka pale. Ninatoka pale. Hebu angalia, wewe umezaliwa lakini unajikuta tu na hasira. Maombolezo 5:7 anasema hivi kwamba baba zetu anasema baba zetu walishakufa zamani, lakini sisi tumeyachukua maovu yao. Hivyo unisikiaje? Kwa mfano, mtu anakuambia huyu mkali kama babu yake, eti na unasikia msalaba wa babu yako katili, mpumbavu unao wewe. Msalaba wa baba yako mvivu, msalaba wa baba yako aliyooa mitala, msalaba wa baba yako mwizi, msalaba unaubeba. Biblia inasema hivi, baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua nini? Maovu yao. Unaweza kuwa ni msalaba, tumebeba msalaba yao, misalaba ya mabaya. Unashangaa kwenye hiyo familia, vijana wanakuwa wakifika miaka 20, ghafla kichaa kinaingia, ghafla hali ya usaulifu unakuja. Ni kwa sababu gani? Ayubu 38:11 walisema kuna msalaba tumeweka, watafika mpaka hapa lakini hawatavuka.
Kwa hiyo bila kujua na kuanza kupunch watoto watoboi, utafanya biashara ya kawaida tu. Na ndio maana naongea na mtu hapa, nataka nimuondoe mahali kwenye biashara ya chini. Amina. Ondoka na utoke chini uende juu moja kwa moja. Amen. Nasema utoke chini uende juu moja kwa moja. Amen. Nani yuko tayari kuniambia baba mimi niko tayari? I am ready. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Nasema receive in the name of Jesus. I receive. Mimi naona kwenye spiritual realm kuna moyo na nafsi ya mtu inaenelewa hapa. Amina. Na inapofika mwezi wa 8 tarehe 23, narudia mwaka huu mwezi wa 8 tarehe 23, kuna mtu atanionyesha duka lake kubwa. Amen. Kuna mtu atanionyesha biashara yake kubwa. Amen. Kuna mtu hapa atanionyesha, nasema atanionyesha, amina, furaha ya ndoa yake. Amina. Kuna mtu hapa atanionyesha. Amina. Hebu just imagine. Nikasema msalaba usipoharibiwa, ili uweze kushinda, Yosefini nikamfundisha, ili tuweze kushinda tunahitaji kuharibu dhambi ikayo wapi? Ndani, ambayo ndio msalaba. Amen. Kwa hiyo mtu asikubabishe, nimeokoka naimba kwa, achana naye wewe. Achana naye. Na ukuaji ni process. Niko na baba Pastor Noah, ukuaji ni process. Mchakato. Hii ni kanisa la mfano, mpigie Yesu makofi. Amen. Yaani iko hivi. Ulijeruhiwa, ulipigwa, alafu Yesu akakupa neema. Sema mabaya yako ili watu wengine wakombolewe. Mbona msema mimi na nguvu? Amina. Ndio maana ya toba. Maana kusema kweli. Sijidhalilishi ninaposema. Mnanielewa vizuri hapo? Amen. Sasa hatui mitume, hatui manabii wa kuficha vitu. So iweje? Hebu angalia kama msalaba unaumiza ndani kiwango hicho. Unamfichaje mtu siri? Niko namwambia jana kijana wangu hapa. Kuna kijana ambaye amefanya ujinga sana, tulikaa naye hapa, si ndivyo? Alafu ananitumia message nyingi. Yaani anatafuta simu mbali. Baba, kile kikao mlichokikaa kile mlinijadili sana, nikajua tu pale pa Roho Mtakatifu ananiambia msalaba wa babu zake haujaondoka ndani yake. Maana huyo hata kipewa silaha atamtafuta nabii, na bahati nzuri nabii hawezi kupigwa, mtume hawezi mahali popote. Oh yes. Kwa sababu Roho Mungu ameniweka kwa ajili yake. Amina. Mungu ameniweka ili nikuonye, nikukaripie, nikufundishe. Biblia inasema Mika 5:8, Mika 3:8, Mika 3:8. Biblia inasema kwamba tazama mimi nimejaa nguvu na uweza kumwambia Yakobo kosa lake na Israeli habari ya dhambi zake. Kwa hiyo mtu aambiwe ukweli. Amen. Ili na yoyote anayependa ukweli atafanikiwaga. Amina. Uwe wewe in the name of Jesus. Amen. Sasa unamlalamikia nabii, hata chakula huwezi kumpa, hata nguo huwezi kumnunulia. Nabii ni chombo cha Bwana. Nabii ni kinywa cha Bwana. Yeye ndiye anasababisha iwe mvua isiwe mvua. Amina. Iwe baraka isiwe baraka. Utasemaje? Touch not my anointing. Msiwaguse masihi wangu. Mungu akupe neema. Amen. Ninapomaliza sasa, Mungu akupe neema. Amen. Hebu tunaongelea kwa sauti ya chini. Tafakari nyinyi ambao mko hapa na watu maelfu wanatuangalia sasa. Kuna nini kinachokutesa ndani? Utagundua kuna watu wanaingia kwenye siku 40 wanaomba sasa hivi vizuri sana. Ndugu zangu, nani nawapenda sana. Leo sio na siku ya ngapi I don't know. Lakini Islamic ndugu zangu leo wana chungu cha 13. Wanaenda cha 14. Yaani siku ya 14. Tunaona vizuri? Amina. Wao wengine wana siku ya 10 leo. I think so, wana siku ya 10 leo. Wewe ndio una siku ya pili leo. Je, kuna nini kinakutesa ndani ya mtu? Unajua, natamani kuongea na mtu kwenye sikio, afu ni mume sikio kidogo. Niweke alama. Ile nabii alikuwa anamaanisha hiki hapa. Ni nothing catching. Alafu alikuwa anamaanisha baba kuna maanisha jambo hili. Yaani kwa mwanangu una biashara yako. Ile biashara ni madhabahu yako kwa Mungu unayemtumikia. Ukiwa na beto na vita na madhabahu na ile biashara, wateja wafiki. Utapata wateja tu wa kupata mkate kwa sababu Mungu bado anakupenda. Kwa hiyo number 1 unahitaji kwanza kuisamehe ile nini biashara yako. Na uipende, uikumbatia, love it. Unanielewa vizuri? Kiwango ambacho unaweza kufika mahali ukamsaidia mtu mwingine bila kujali. Unanielewa vizuri? Umepima samaki ambao ni 3, lakini ukatoa samaki mmoja. Maana yake unapanda mbegu ya wema kwa huyo mteja. Na huyo mteja atatafuta mteja mwingine. Oh yes. Amina.
Unapakua ule wali, binti yangu anapika wali mzuri sana. Wali umeweka vijiko viwili. Si unajua mnapimanga kale sana kadogo. Unaweka alafu unapiga pa kingine unaweka pale juu. Unanielewa vizuri? Atasema twende kwa yule mama bonge kwa sababu kuna extra. Watu hawafikagi hivi hivi. Lazima uwa msalaba wa ubahiri. Lazima teketeza ubahari. Amina. Amina. Well said, Una msalaba baba. gani mzee? Una msalaba gani? Yaani mimi hapa, mimi ni wakati na somo hili Mungu ananipa, naendelea kuandika misalaba yangu. Mpaka leo kuna mingine bado sijaivunja. Unaelewa vizuri? Oh yes. Sijaivunja eti, serious. Ile mbinguni nitakwenda tu. Lakini bado nataka nifikie mahali hapo kabla sijaondoka kwenye dunia. Mimi niwe bilionea. Napokuwa bilionea maana yake mimi ni bilionea. Ukiniangalia bilionea vipi huyu? Kwamba sio na hela benki. Unaelewa? Nimekutengeneza wewe, thamani yako kwa wewe hapa ni milioni 100. Huyu ni 100. Mkiwa watu 1000, thamani yenu si kubwa zaidi. Tayari nabii ni bilionea. Maana nikisema Apple niletee milioni 1 atanipa. Nikisema Josephine niletee milioni 1, watu 200 mkinipa milioni 1 shilingi milioni ngapi? 200. Yes, sijafungua ile TV. Sijafungua. Kwa lazima kwanza ninyi watoto tambueni baba anachokisema ni kipi. Mimi ninachokisema ni hivi, kwenye maisha yangu nimechukia mateso. Amen. Nimechukia maumivu. Mimi nilishafukuzwaga. Mimi nilishatengwaga. Mimi nilishoachikaga tu mara kibao. Alafu sasa sitamani kuna mtu aachike. Sitamani. Na kama umefika mahali umeamua kuhama, umeacha ndoa, basi simama, angalia msalaba wa Kristo. Huu msalaba waambie msalaba, ewe msalaba nipe fedha. Ewe msalaba nipe amani. Amen. Ewe msalaba nipe furaha. Amen. Sikiliza, kwa sababu nilizaliwa peke yangu na nitaondoka peke yangu. Umenipa watoto hawa, asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Nami nawaleta mbele zako, wautazame msalaba wako. Unanielewa? Sitamtazama huyu aliyokwaza moyo wangu, aliyeumiza maisha yangu. Baki pale pale. Amina. Utazame msalaba wa Yesu. Yes. Kuna wakati nafika mahali hata hii ndoa yenyewe mnaambia watu ambao wamemtanguliza Yesu Kristo, ndoa mnaiona hii. Mimi nashangaga walokole kisha wana, utajua wale walokole. Kutembea kwao sare, kuvaa kwao ni sare. Mimi nilitoka kwenye ulokole kule, nikatoka kule nikaja kuwa mwana wa Mungu hapa. Nimpigeni makofi. Ili kwamba unajua usipotoka huwezi kuwasema, sio? Wamevaa, utakuta baba nani mwenye koti hapa leo? Basta nao kote hujabeba wana. Unampa mke wako anatembea amebeba hivi. Hisi mzigo jamani, eti unajisikia raha. Wewe kidume. Ndio upendo huu hivi. Ni misalaba vya utumwa vya mira vya kusujudiwa. Msalaba haja nipigia magoti. Anasalima tu shikamoo. Na shikamoo ya nini? Shikamoo ya nini? Wewe mtu amekuzalia mtoto, unataka shikamoo ya nini? Hivyo hatakiri una. Yaani shikamoo ya nini? Hasa kabila linadai lazima akusalimie shikamoo. Kabila linasema hivi, msalaba wa kabila lenu linasema hivi, unaenda kwa mume wako, msukuma ndio, sema ndio. Wanafanya mwadira, mwangaluka. Ni sasa kusema shikamoo. Ya nini? Mimi nimwambia mganga, usinipigie magoti. Simama. I love you. Unampenda usimtese. Hivi unampenda jamani, unavunjika miguu ya nini hiki? Simama sasa. Msikia? Anakupenda. Unaelewa vizuri hapo? Anavunjika na mtesa, akidoyuka kidogo kiniboni, akidoyuka maki akitendeuga akinyamata mbavu. Unafanyaje? Ndio kwanza unaanza kumpeleka hospitali. Ya nini? Yaani fika mahali. Misalaba hii ni basa. Sasa kuna point hapo Josephine anakufa kucheka sana. Lakini ndivyo ilivyo. Kwa sababu inafika mahali mtu anakuambia, unampikia chakula mume wako, anakuambia nipulizie kipoe. Mnyamjua jua. Huyu unapuliza. Mume wangu atakanywe. Yaani mbavu. Na liti na meno 32 na mpaka meno mengine yamengoka. Anataka puliziwa uji jamani. Si ujinga huu. Anatengeneza supu. Sasa mimi nimekataa kufanyika mtoto kijinga hivi. Nimekataa kabisa. Mimi nimekataa. Na mtu wangu sitaki kunifanyia ujinga hata siku moja. Yaani sitaki kabisa.
Mimi nimwambia mke wangu hata kama siku ile kabla natajua kuondoka hapa, ili kunipete kuzastaki. Utaona nimesimama ghafla tu. Nimesimama ghafla. Sitaki kabisa wengine. Wache kama kuondoka naondoka mimi taratibu. Mungu wangu anajibu. Yaani naona na ndevu zako na kana na mtoto wako. Wacha ukiwa ndani ya Kristo, matokeo ya msalaba wa Yesu. Anasema nanyi mmekuwa huru kweli. Sasa mnakuwa jamani, eti ninashangaa. Tunaposema mpende mke wako, kuna maana ya kupenda. Maanake mila, msalaba ya mila ivunjwe. Misalaba ya kabila ivunjwe. Mbona msema amina? Misalaba ya kunyenyekeana, ya nini kule kusujudiana ivunjwe. Ubake msalaba wa love. Love. Nimesema kwa sababu alitupenda kwanza. Sio? Nina akakubali hata kifo cha msalaba. Alitupenda kwanza. Maana kama umempenda mke wako na ukubali kufa kwa ajili yake. Tafsiri kwenye ndoa, mwanaume ndio Kristo. Kwa hiyo ndoa. amina. Kufa kwa ajili ya mke wako. Danja. Danja kabisa. Wewe mke wako amevunja simu, amteleza simu imevunjika. Unasema, umevunja hii simu. Hii simu ni ndogo bei kubwa. Mwanamume useme hivyo. Mwanamume ni moja kwa moja kwa sababu ndani umeambia utampenda mke wako. Mwambie mke wangu usijali, utapata simu nyingine nzuri kama hii. Tena kama nalia unampigia mgongo mbele. Tulia. My baby. Tulia my wife. Tulia. Ndio maneno mazuri. Naambia mimi nimenunua 500 hiyo. Hata mkopo hujaisha. Msalaba ya madeni. Vijana nalia na msalaba ya madeni kwa mitaani. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia mwanangu Hesabu 14:18. Angalia watu wanavyoishi kwenye misalaba. Hesabu 14:18. Watu wanaishi kwenye misalaba, misalaba ya ndugu, misalaba ya familia. Kuna watu leo wana kazi, hawajajenga na hawajengi kwa sababu wanasomesha watoto wa dada yake. Anasomesha mpaka wamalize shule ya jengi. Anamkataba na Mungu huyu. Biblia inasema Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa nini? Wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia, mwenye msalaba kuwa hana makosa. Unanielewa? Hata mfanya mwenye nini, mwenye kuwa hana nini makosa kwa njia yoyote. Anasema mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Kuna mtu anaongea naye hapa. Ukitoka hapa usiku wa leo, unapokwenda siku ya 3, episode number 3, sema navunja na kuharibu kila misalaba ya hukumu kwenye maisha. Amina. Nani yuko tayari? Amen. Nenda ukavunje na anga lako liwe hai. Amen. Anga lako liwe wazi tena. Amen. Sema nakwenda kuharibu na kuvunja. Nakwenda kuharibu na kuvunja. Hebu angalia Zaburi 109 pale uone. Ule mstari wa 14 na Isaya sura 14, ule mstari wa 20 mpaka 22. Zaburi 109. Misalaba. Muda wote umekimbia sana kabla tunakwenda kumaliza. Zaburi 109 ule mstari wa 14 peke yake. Ni hatua kubwa sana ya ufahamu inahitajika. Amen. Ili kujua nini kinachokufuatilia. Hasa nakupa kazi jioni ya leo, mnanifuatilia kwenye mtandao wanangu. Fika mahali, anza kujipeleleza. Kosa lolote, shida unaipitia leo, usiangalie aliyesababishia hiyo shida. Hii shida, kwa sababu Biblia inasema laana haimpati mtu pasipokuwa na nini? Na sababu. Kila laana ina sababu. Tunaelewana? Amen. Anza kujipeleleza mwenyewe. Tutaangalia pale. Biblia inasema hivi, Zaburi 109 nimesema na ule mstari wa 14, uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Bwana. Amen. Na dhambi ya mamaye isifutwe. Angalia jamani. Hivi unanielewa jamani? Hebu someni kwa sauti andiko hili. Uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Bwana. Apostle tafsiri andiko na maana nini? Manake baba walitenda dhambi. Alafu uovu wao unatakiwa ukae, usiondolewe. Kumbe unajua. Sasa damu ya Yesu, moja kazi ya damu ya Yesu kwenye ule msalaba,
ilikuwa ni kufuta uovu wa baba zako ambao umepelekwa kwa Bwana kubwa, Bwana Mungu. Amina. Yaani Mungu akiangalia hivi, mpaka leo kuna vizazi vinaishi nyuma ya uovu wa baba zao. Ndio maana kila unachokianzisha kiendi. Ndio maana kila ukikaa amani hauna, utulivu hauna. Ukifuatilia kabisa utakutana baba yako na mama yako hawaishi kwa amani. Ni maisha, ni mbegu za uchungu zimekaa kwenye mioyo ya wazazi wako. Unachopaswa kufanya, sema mimi haitakuwepo. Na ndio maana unahitaji kufuata, nikasema ili uweze kufanikiwa, tafuta mtu aliyofanikiwa, si ndivyo? Amina. Ili uweze kuishi maisha ya kiroho ya amani, tafuta mababa wenye nguvu. Tafuta baba ambaye ataka kuambia ukweli. Ikiwezekana mnunulie na zawadi, mpe zawadi. Mchungaji anayesema ukweli, mpende. Amina. Nasema mtumishi wa Mungu anayekuambia ukweli, wewe mpende. Amen. Wewe mpende. Yoyote ambaye hataki kuambiwa ukweli, maana yake kuna misalaba ambayo haijafutwa na imewekwa mbele ya uso wa Bwana. Sifike mahali, angalieni. Nadhani kuambia kitu kimoja, sawa? Amina. Huwezi kuondoka hapo bila kumpata kuhani. Amen. Ndio maana tuliangalia Zaburi 105, usiandike. Ule mstari wa 15 anasema touch not thy my anointing. Maana yake hao ndio waliokusha kuanzishia na imani. Paulo anasema kwenye Warumi Ibrania, kwenye Waebrania, anawaambia Waebrania sura 7 nafikiri mstari wa 10 ngapi kule. Anasema hivi, wakumbukeni sana wale waliokusha kuanzisha nini? Imani. Waangalieni mienendo yao na kisha muige, ili usibaki na msalaba. Kuna mambo yapo, kuna misalaba ya siri ndio inatesa watu. Hasira, uchungu, masengenyo. Wewe unafika mahali unaambiwa hivi, fulani amefanya mabaya kwenye mji huu. Narudia, katibu eti fulani amefanya mabaya kwenye mji huu, na wewe ni mgeni au wewe mtoto umezaliwa leo. Unachopaswa kujua ni haya uliyakuta na kuendelea wapi. Huyu aliyotoka anataka ajue mabaya ya nani. Hivi huyu anataka nini sasa? Anataka kupotea jamani. Wewe umeambia ili usilifanye. Bwana, kuna mtoto mmoja alikaa hapa akatuibia na sisi akatuchanganya vibaya sana. Wewe ndio kwanza unatafuta namba ya simu. Uko wapi? Uko wapi? Sasa unataka nini? Yaani unajipeleka kwa simu. Nani anajua chatu? Chatu nani anamfahamu chatu? Chatu anapotafuta mawindo yake. Chatu anapotafuta Pastor guys, anapotafuta mawindo yake, huwa anatoaga kwanza harufu fulani. Inanukia kama pilau. Kama viazi mviringwe. Kwa sababu Mungu amemfanya ale kwa nguvu zake hizo. Na wewe unaishi kwa nguvu zako. Sasa nguvu ile kuwepo ni Yesu Kristo amekupatia kwenye msalaba wake. Na watu tunaelewana vizuri hapo. Akisha toa ile harufu, mbwa umfunge kamba kiasi gani? Unasikia? Wacha niende mimi nikaliwe. Wacha, anakwenda mpaka pale pale. Anakwenda baba, anakuja nimekuja. Chato anajigeuza baba, anamkamata, anamua. Misalaba, hebu angalia. Kama mtu anatafuta kifo, huyu ana msalaba gani kwenye familia yake? Kule kutoka. Yaani huyu baba hata ukamchukua ukamweka kwenye nyumba engineer, wewe si fundi, ukamjengelea ukuta, ukamwekea na kila kitu ndani. Siku ya pili amevunja, ameondoka. Huwezi kumchukua mbarabaigi ukamleta mjini ukamvesha suti akakaa hapa. Ana misalaba ya kukaa polini na kula nyama za poli. Wewe unampa kuku wa kizungu, hawezi kula. Isaya sura 14 mstari 20, hebu tumalizia pale. Isaya sura 14 ule mstari wa 20 mpaka 22. Umefika? Anasema hutaungamanishwa pamoja nao katika mazishi, kwa maana umeiharibu nchi yako, umewaua watu wako. Kizazi chao watendao nini? Uovu hakitatajwa kwenye ubora. Unaelewa? Hautakumbukwa kwenye mema. Haukumbuki. Pastor Josephina, nimetoa usiku wa leo, kila mmoja angalia eneo gani. Najua uko ndani ya Yesu. Yesu makofi.
si ndio? Sehemu nyingine Paulo anasema ole wangu mimi. Unakumbuka ni nani atakao nitenga na mwili huu wa mauti? Twende Warumi sura 6 mstari wa 6. Anasemaje pale? Anasema huu ni msalaba. Yaani mwili unafika mahali unakupeleka kwenye kulala, unakupeleka kwenye hasira, unakupeleka ni msalaba hiyo. Oh my goodness. Oh. Anasemaje? Anasema hivi, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja nani? Mshangilie Bwana Yesu. Hivyo leo kwa nini unaishi na uongo tu? Maana yake mwili wako haujasulubishwa na Yesu. Jifunze kuanzia sasa. Kuna kanuni za msingi. Wakati nakwenda kumaliza hivi, sio hivyo? Kesho tutakuwa na episode namba 3. Tuwahi mapema. Amen. Saa 1 mpaka saa 3 tunamaliza. Tunakwenda na episode namba 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji 20,000 kwanza hapo mtamtoe. Nimempa kijana wangu ambaye ananirusha live hapa. Kijana wangu huyu. Mtu anipe 20,000 hapa. Nasema mtu anipe 20,000 kama anavyoweza. Amen. Anipe fedha yote ninayo. Kwa sababu hao ndio wanatubeba, na kesho around saa 10 kamili, ikifika saa 1 tumemaliza. Saa 10 kamili. Tuingie saa 1 tumemaliza. Njoo hapa una kijana. Kimbia hapo, changamka. Hao wanahitaji vizuri. Alfa yuko wapi? Chukua hii. Nani alfa yuko wapi? Ndio nitamtagawana hii hapa. Gawana hii. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Tumshangilie Bwana Yesu. Hebu shika moyo wako. Sema Bwana Yesu, ninajua wewe ni Mungu wangu. Wewe ni mtetezi wangu. Ulijua thamani ya maisha yangu. Ulikwenda hata kifo cha msalaba. Uliteswa kwa ajili yangu. Ukachubuliwa kwa ajili yangu. Ile aibu iliyopaswa niishi nayo leo, wewe uliibeba. Umaskini ambao unanitesa leo hii, wewe ulimaliza pale Kalvari. Natangaza majira haya. Kila msalaba uliosalia. Ingia moyoni wako, tulia. Kila msalaba uliosalia ndani ya nafsi yangu, ndani ya moyo wangu, ule msalaba wa magonjwa, ule msalaba wa uovu, kwa jina la Yesu, na uamuru sasa uharibiwe sasa. Msalaba wowote unanipa huzuni, unanipa mashaka, kwa jina la Yesu haribika. Vunjika. Kila msalaba wa aibu, msalaba wa mateso, kwa jina la Yesu. Tulia hivi, nataka niombe na nivunje ile msalaba, kwa sababu Mungu amenipa mamlaka. Katika jina la Yesu nasema, na kila msalaba wa aibu, msalaba wa magonjwa, msalaba wa mateso kwenye moyo wako sasa, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, fanya utafiti sasa ndani ya moyo wa mtu huyu. Ananifuatilia mahali popote aliyokuwepo mahali hapa, kwa jina la Yesu. Ewe msalaba uliobeba magonjwa, uliobeba mateso, na kuharibu sasa kwa moto, haribika sasa, vunjika sasa, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye moyo. Roho Mtakatifu, pita kwenye moyo wa mtu. Fanya searching sasa kwa jina la Yesu. Na kamata anga la mtu. Anayeteswa na mizimu, anayeteswa na wachawi, anayeteswa na washirikina, kwa jina la Yesu. Achia binti huyu, achia mama huyu, achia kijana huyu, achia moyo. Moto! Fire! Search Holy Spirit.
Search Holy Spirit. Kwa jina la Yesu, uliokamata moyo, unaleta magonjwa, unaleta mateso, ulishika mikono, umekamata mikono, fedha haikai, biashara haiendi, kwa jina la Yesu, unakaa njia panda, unakaa kwenye mabonde, unakaa kwenye milima, unakaa kwenye maji, unakaa kwa jina la Yesu, unakaa kwenye poli, unakamata moyo mtu, umekamata minyayo zake, umeshika kucha zake, unalala naye kwa jina la Yesu. Moto, fire, ritika sakata papa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kulaani wewe uliyeshika moyo, umesimama kama msalaba, msalaba magonjwa, msalaba wa aibu, msalaba mateso, msalaba wa kucheleweshwa, kwa jina la Yesu. Haya, piga kelele mahali popote pale ulipo. Wewe dada unanitazama, wewe binti unanitazama, wewe kijana unanitazama, wewe baba unanitazama, kwa jina la Yesu naamuru moto. I command fire. I command fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naona mizimu inaachia. Naona majini inaachia. Naona mapepo inaachia. Naona kazi za kuzimu zinaharibiwa sasa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ile damu iliyomwagika kutoka pale kwenye msalaba, katika jina la Yesu. Shika moyo, unajisikia maumivu, shika moyo, kamata moyo. Hii ni deliverance. Mungu ameniweka hapa kwa ajili ya deliverance. Navunja hiyo msalaba. Mimi naharibu, mimi naharibu, mimi navunja, mimi navunja. Nimepewa mamlaka ya kuharibu msalaba, msalaba wa mateso, msalaba wa aibu, msalaba wa aibu, kwa jina la Yesu. Wewe unasikia msalaba, msalaba uliokaa ndani ya mtu, msalaba unayemtumikisha mama huyu, unayemtumikisha binti huyu, unamtumikisha sehemu fulani, unamtumikisha sehemu fulani. Umekwenda njia panda, umekwenda kwenye milima, umekwenda kwenye mabonde, umekwenda baharini, kwa jina la Yesu na kung'oa sasa, na kutandika sasa, na kupiga fire kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu. Haya rete kasaka papa, rindo robo kulia kasaka, katika jina la Yesu naamuru sasa kila msalaba, msalaba wa maovu, msalaba wa kupotezwa jina lako, msalaba wa kutokukumbukwa, kwa jina la Yesu naamuru msalaba wa Yesu, naamuru msalaba wa Yesu uinuke sasa. Jesus, ingia ndani kwenye moyo wako, kwenye nafsi yako, na nifuatilia mahali popote pale uliopo Mwanza, wewe ambao upo Kigoma, wewe ambao uko Dar es Salaam, wewe ambaye uko nje ya Tanzania. Nasema na kila msalaba wa magonjwa ambao umekukamata sehemu fulani, umeshika maisha yako miaka mingi, umekamata. Najua unakwenda kanisani, najua umemkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini mambo hayaendi. Katika jina la Yesu kuna ule msalaba, na kila msalaba kuna wasimamizi. Nami naamuru sasa kwa jina la Yesu Kristo, ewe msalaba wa aibu, ewe msalaba wa kuachika, ewe msalaba wa mateso, ewe msalaba wa maskini, kwa jina la Yesu vunjika. Naona inavunjika sasa, naona inavunjika sasa, naona malaika wanavunja, angels of the Lord, naona anavunja hii msalaba, naona inavunjwa sasa, naona inavunjwa sasa. Narejesha nyota yake, narejesha nyota yake, tunarejesha nyota. Mungu wa mbinguni, tunarejesha nyota. Majeshi ya Bwana, serikali ya mbinguni, tunarejesha nyota ya mtu hapa, tunarejesha uhai wa mtu hapa, kwa jina la Yesu. Shika moyo wako, shika moyo wako. Unasikia kutapika, unasikia hasira, unasikia hasira, unasikia uchungu, kwa jina la Yesu nasema na uchungu, nasema na hasira, toka kwa jina la Yesu. Mwachie mtu huyu, toka haraka. Yesu amebeba msalaba,
Yesu alipigwa, Yesu alisulubiwa, alisulubishwa. Maumivu yake Yesu Kristo aliyabeba pale Kalvari. Unani wewe? Come out! Out! Wow! Wow! Ikarabasakata papa. Renda rabasakata papa. Rina mori holy gasi Jesus. Denzarabasikoto papa. Katika jina la Yesu Kristo. Nasema na ile misalaba. Nasema na ile misalaba. Misalaba ya makaburini. Misalaba ya makaburini. Misalaba ya makaburini inaileta aibu na magonjwa kwenye familia ya mtu huyu, kwa mama huyu, kwa binti huyu, kwa kijana huyu, kwa jina la Yesu. Naamuru sasa ule msalaba, msalaba wa alama ya vitisho, alama ya ukifungo, alama ya ufungwa, na vunja moto, moto. Retika saka. Nasema na msalaba. Mimi nasema na msalaba. 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 Msalaba wa mauti. Yes. Msalaba wa magonjwa. Msalaba wa aibu. Msalaba wa mateso. Nasema nao kwenye mwili. Yes. Haya, vunjika sasa. 1 2 3 4. Vunjika, 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 haribika, haribika. Wala sikuache. Msalaba, msalaba wa aibu. Yes. Msalaba uliosababisha maumivu. Msalaba uliosababisha mateso. Vunjika. Vunjika leo. Vunjika leo. Vunjika leo. Vunjika leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwachie binti huyu. Achia nyota yake. Achia jina lake. Achia, nasema. Nasema achia. Nasema achia. Nasema achia. Nasema achia. Kwa jina la Yesu. Haya, toka Subiana. Haya, toka Maimuna. Haya, toka Zuberian. Haya. Come out. Come out. Come out. Kwenye moyo, kwenye kifua, kwenye miguu, kwenye miguu. Rejesha, rejesha, rejesha. Rejesha vyote. Rejesha vyote vya Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Nasema rejesha. 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 Kwa jina la Yesu. Nasema rejesha. Namtoa makaburini. Namtoa njia panda. Natoa kwenye milima. Namtoa sasa. Namtoa sasa. Namtoa kwenye milima. Nakutoa. Nakutoa kwenye milima. Nakutoa kwenye makaburi. Nakutoa njia panda. Nakuondoa sasa kwenye gereza la aibu. Kwenye gereza la aibu. Na kuondoa sasa. Na kuondoa sasa. Na kuondoa sasa. Kila msalaba. Kila msalaba. Na uvunjwe leo. Vunja msalaba. Vunja mwenyewe, usikufikie tu rahisi. Hebu vunja, 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 vunja. Vunja, vunja. Mimi nitakusaidia tu. Yesu amemaliza pale Kalvari. Hiyo msalaba. Yesu amemaliza pale msalaba. Vunja. Vunja msalaba ya magonjwa. Msalaba ya aibu. Msalaba ya hasira. Kila msalaba unaivunja. Kila msalaba. Hiyo msalaba. Vunja mwanangu, vunja. Kwa jina la Yesu. Na haribu msalaba. Msalaba wa aibu. Msalaba wa magonjwa. Msalaba wa mateso. Na uharibu leo. Na vunja leo. Vunjika. 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 Kwa jina la Yesu. Ule msalaba. Ule msalaba. Msalaba wa aibu. Msalaba wa mateso. Vunjika leo. Vunjika leo. Vunjika leo. Be broken. Be broken. Be broken. Kwa jina la Yesu. Mwachieni binti huyu. Achia nyota yake. Achia jina lake. Nasema achia. Nasema achia. Chia panda. Kwenye milima. Kwenye mabonde. Kwenye midomo ya watu. Nasema achia. Rete kapapapapapa. Rende lebo saka. Rende lebo saka. Nasema na misalaba. Misalaba ya aibu. Misalaba ya magonjwa. Misalaba ya mateso. Na haribu sasa. Na haribu sasa. Endelea kuvunja. Vunja misalaba. Misalaba ya kuzima. Misalaba ya mashetani. Misalaba ya maskini. Na vunja leo. Na haribu leo. Kwa jina la Yesu. Na haribu leo. Mwachie binti yangu. Achia watoto wake. Achia ndoa yake. Achia kazi yake. Ya mababu. Rete kasaka papa.
Kwa jina la Yesu. Nasema na misalaba leo. Nasema na misalaba. Yes. Ewe misalaba kuzimu. Kwa jina la Yesu. Misalaba kuzimu. Kwa jina la Yesu. Misalaba kuzimu. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Achia binti. Achia binti. Achia binti. Achia binti. Misalaba magonjwa. Vunjika. Vunjika. Kwa jina la Come out. Fire. Come out. Moto. Fire. Moto. Kwa jina la Yesu. Kwa Fire. Achia. Fire. Achia. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jesus. Nasema na wewe roho katika jina la Yesu. Hiyo uliokaa ndani. Kwa jina la Yesu. Piga kelele moja. Jesus. 2. Jesus. 3 piga kelele toka katika jina la Yesu. Toka, nimekuona kwa Mungu. Kwa jina la Yesu. Hey! Ni msalaba huu. Jesus. Toka. Aga mwenyewe. Aga roho. Yes. Hapo malaika wamekufunika, wamekukamata. Yes. Sema natoka. Sema toka. Wewe sema toka. Sema kwa sauti. 1, 2. Ulikuja mwaka gani hapa? Wewe ulikaa ndani kwa muda gani? Sema. Kwa muda gani umekaa ndani? Sema. Miaka mingapi? Miaka 2. Unatokea wapi wewe? Wewe sema. Toka Singida. Kwa hiyo mnamtesa yule binti sio? Mmetumwa sio? Ninyi ni misalaba magonjwa sio? Sasa mimi nakuua. Sema ndio, unanifahamu mimi? Na waua sasa. Sema haya tuue. Nakuua sasa. 1, 2. Tayari. Kuanzia leo amekuwa hai. Anaitwa nani huyu? Anaitwa nani? Fatuma. Njoo. Tayari. Amleta. Fatuma amekuwa hai kuanzia sasa. Uwe na nguvu binti yangu, uwe na nguvu. Macheni. Katika jina la Yesu. Na wewe umekaa kwa muda gani? Hebu sema kwa muda gani? Sema wewe. Sema. Wewe, haraka sema. Kwa muda gani umekaa? Sema haraka, sema. Huu ndio muda wako wa mwisho kukaa ndani ya ubinti. Wewe ni nani? Wewe. Sema. Jina la Yesu. Msalaba wowote mlioka ndani yake. Toka. 1. Ikihesabu mpaka 7 umepiga kelele na umetoka. Na umemwacha haraka. Huyu ni mali ya Yesu kwanza leo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jina la Yesu. Kuanzia sasa nimekusambaratisha. Hautakuwa msalaba wa magonjwa, hautakuwa msalaba wa kifo, hautakuwa msalaba wa mauti. Kwa jina la Yesu. Pigeni magoti hapa, mpokeni Yesu. Piga magoti hapa. Pigeni hapa. Yesu mikono yenu hivi. Piga magoti haraka. Mnampenda Yesu sio? Mnataka kuokoka. Mnaona jinsi mashetani yanavyotesa. Unaona? Hebu sema Bwana Yesu kwa sauti. Bwana Yesu. Semeni kwa sauti kama mnampenda. Mnapenda kuokoka? Mnapenda kumpokea Yesu ili msalaba wa Yesu uwatetee sio? Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tunasogea mbele zako. Leo ni siku ya pili. Ya maombi haya ya kurejesha. Mimi kila mmoja taja jina lake. Mimi. Taja jina lako nani? Mimi Fatuma. Andika jina langu leo. Kwenye kitabu cha uzima. Futa majina yangu yote. Kwenye kitabu cha hukumu. Kuanzia leo. Mimi ni mali yako Bwana Yesu. Ninakataa ile aibu. Kutumikishwa kwenye misalaba. Misalaba ya wachawi. Misalaba ya mizimu. Kuanzia leo na utazama msalaba wako. Ule msalaba wako Bwana Yesu. Msalaba wako wa neema. Nitautazama. Dunia nitaiweka nyuma. Mimi msalaba wa Yesu nitaweka mbele. Yesu utakuwa mbele yangu. Kuanzia sasa mimi nimeokoka. Ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya binti huyu Fatuma mwanangu, umempokea Yesu kwanza leo.
Mungu wangu au Mungu wako. Sema amen baba. Jina lako nani umesema? Juliana. Kuanzia leo binti yangu umempokea Yesu. Unakaribisha kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Amen. Na kuombea kipawa, karama na huduma ndani yako. Kuanzia sasa majini na mapepo hayatakupata. Majini, mapepo, uchawi na ushirikina hautakuweza sasa. Mwili huu ni mtakatifu kuanzia sasa. Jina la Yesu Kristo, amuru uzima na amuru afya. Kuanzia leo na wasimamisha na watoa chini. Sana. Amen. Mungu akutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka niombe na moyo wa imani binti yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba na umoyo wa binti yangu. Maumivu na mateso na aibu na uondoe kwenye moyo. Kwa jina la Yesu. Mungu umemfanya kwa mtumishi wako. Nami naliweka mafuta juu yake. Mafuta yafanyike kwa ulinzi, mafuta yafanyike kwa amri. Kuanzia sasa naangusha kila mzigo mzito kwenye maisha yako. Nimetamka kama nabii wa Bwana na baba yako. Nimetamka na hakuna atakayekuweza, in the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu kwa sababu madhabahu inaendelea kuleta uzao. Si ndivyo? Hebu kimbieni hapo na nyinyi muone hapo, kimbieni nyinyi ambao mmempokea Yesu leo. Tumshangilie Bwana Yesu. Mnasimama mkasimama mkaja kuwakumbatia hapo, na neema ya Mungu iwe juu yenu. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa yule aliyonifuatilia kwenye mtandao kwa muda mrefu, Mungu wa mbingu na nchi, natangaza neema na kibali juu yake. Kibali cha kazi, kibali cha afya yako, kibali cha huduma mahali popote unaponifuatilia. Baba, nakushukuru kwa ajili ya kanisa lako nzuri la Victory Faith Dodoma, Tanzania. Mungu wa manabii na mitume, naliachilia kanisa ya mikononi mwako. Angalia watoto wa kiume na wa kike, walinde, watetee na kuwapigania. Wafanyike kwa baraka mahali popote wanapoenda. Asiwemo hata mtu mmoja wa kuporwa hatima yake. Kwa jina la Yesu. Asante kwa uzao huu ambao Mungu umeuleta kwenye madhabahu. Mungu Baba, nakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Watu wote tusema amen. Tusogee mbele tuwakumbatie hao.